mambo vipi? Na imani mambo yako super so dizeli. Jamani. Hiyo ni salamu ya kitambo sana jamani, salamu ya sisi wa milenio, lakini Gen Z yamkini wana salamu zao, wataniambia mimi sijui hata wanasalimiaje. Lakini unanitazama mimi, ya kwangu ni buheri, niko mzima kabisa wa afya yangu, imani na wewe uko salama kabisa. Asante sana kwa kuichagua Selina Network, na unatazama sasa hivi. Hii ni Talk to Diaspora, Experience of Life Abroad. Ninawaalika watu mbali wanakuja kushare hapa. Kikubwa nataka tupate kuipata elimu, lakini pia unaburudika kutokana na mastori yao yanayohusu maisha ughaibuni. Nini kinaendelea huko, yapi ambayo unayafahamu na ambayo au yafahamu kabisa unataka kuyasikia. Basi kupitia wageni wangu hapa tunapiga story mbalimbali na kuzisikia zile experience za maisha nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo karibu sana, ninayekualika naitwa Selina, na leo nimekuja kumtembelea Gen Z. Kama nilivyoanza kusalimia hapa Gen Z. Basi mgeni wangu na yeye ni Gen Z. Si mwingine, mimi namfahamu kwa jina la Bihaki. Atatuambia kama ana majina mengine, atatuambia anafahamika zaidi kama nani. Na nimekuja kumtembelea hapa nyumbani kwake nchini Ujerumani. Huku kunaitwa Bornbuhl, ndiko anakoishi kwa sasa, na all the way from Tanzania mpaka Ujerumani. Kipi kimemleta? Nini kinaendelea? Ndio kubwa alotaka kusikia kutoka kwake. Basi karibu, show ndo limeanza. Bihaki, ujambo? Sijambo. Niamkie, mimi mzee. Au Ulaya hamna kuamkiana. Asalamu alaykum. Wa alaykum. Naitikiaje sasa? Sisi tushoko wa Krislam saizi. Basi wa alaykum salam, mzima. Mzima wa afya. Mbona huku Ulaya watu wamwamkii vijana? Au ndo mambo ya Ulaya hamna kuamkiana? Mambo ya Ulaya hamna. Pia kwa wazee wenu mtuheshimu. Tunaheshimiana, shikamoo, marhaba zipo. Muhimu. Asalamu alaykum zipo. Nataka mama atizame pale, sema mtoto nimemleaje, amkii dada zake. Natania, lakini asante sana kwanza kwa kunialika huko nyumbani kwako, nimefurahi. Na unajua kabisa wewe nimekuwa nikikutafuta kwa muda mrefu, kwa sababu ni kijana ambaye nataka tupige mastori zaidi ya ukijana. Unajua nimezungumza na generation nyingine, lakini Gen Z wewe unaweza kuwa miongoni mwa kwanza kabisa Gen Z ambao unapata nafasi ya kukaa nao na kuzungumza experience. Nishawahi kupata mwingine mmoja, lakini kwa vijana wa kiume nasema wewe ni kijana wangu wa kwanza unanifungulia msimu wetu mpya wa kuzungumza ukiwa kama Gen Z ambaye uko hapa nchini Ujerumani. Kwanza hongera kwa kuingia hapa na kufanya kazi. Mimi nafahamu unafanya kazi gani, lakini kwa niaba labda yanayetutazama hajui umetoka Tanzania umekuja huku Ujerumani kufanya nini. Na nimekutambulisha tu kwa jina lako moja la Bihaki. Labda tuanze na introduction. Wewe unaitwa nani? Una majina mengine? Labda inawezekana kuna rafiki yako anakuangalia Fahaji anakujua kwa AKA zaidi. Jitambulishe. Kwa majina naitwa Abdulkarim Bihaki, and napenda kutumia sana jina la Bihaki. Na mimi ndo nimelizoea. Mazingira ya chuo na hisi na shule alitukuza hivyo kutumia jina la mwisho. Na pia nalitumia kwa sababu ni jina la ukoo, kwa nikiwa nalo especially katika harakati inanipa linakutambulisha kirahisi zaidi. Inanipa pia matumaini kwenye mapambano. Kwa Bihaki na beba ukoo. Of course kama ulivyotambulisha, Tanzania, natokea Dar es Salaam. Nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nimegraduate mwaka 2020. Lakini pia nimefanya kazi na asasi nyingi sana za vijana Dar es Salaam, lakini pia Arusha, na nimekuja Ujerumani mwaka 2023 mwezi wa 7. Kufanya kazi na kampuni inaitwa DHL, kampuni ya usafirishaji wa bidhaa mbalimbali, vitu mbalimbali, nchi mbalimbali. Na hapa Bonn ndo kuna makao makuu ya kampuni ya DHL. Kwa nipo nafanya kazi katika makao makuu ya DHL kama Global Employer Branding, Community and Engagement Expert wa timu ya Next Generation Talent. So ni masuala ya rasilimali watu na namna gani tunakuza taaluma za vijana ambao tunawaajiri katika kampuni yetu. Kwa hiyo wewe ndio mwajiri, HR tukisema kwa lugha nyepesi. Watu wakikuona wajue kuna fursa hapa au? Sio mwajiri per se, kwa sababu kampuni yetu ni kubwa. Kampuni ya watu 600,000. Kwa hiyo nipo katika kitengo cha kukuza taaluma. Kwa hiyo kwa vijana ambao
tunawaajiri kukuza taaluma zao, lakini pia ni namna gani tunaweza tukaiposition kampuni ili mradi iweze kuonekana kama kampuni bora kwa vijana duniani. Kwa hiyo ndio kazi yangu unayofanya kila nikiamka, masuala ya attraction, masuala ya engaging and masuala ya developing and retaining our vijana. Of course. Na hongera, unafanya vizuri, na tazama baadhi ya midahalo ambayo unaandaa kwa kweli inagusa vijana moja kwa moja. Na ukizingatia DHL ni inajulikana miaka na miaka, hata nchini Tanzania pale ina ofisi, of course wamewahi watu mbalimbali kutumia huduma zao na wanaelewa umuhimu wa shirika unalolifanyia kazi. Uliwezaje kupata kazi huko? Nili apply internship DHL kipindi nikiwa Tanzania. Kwa nilitumia sasa vijana inaitwa ISEC ambayo ina mahusiano mazuri na kampuni. Na kipindi kile walikuwa na fursa wamefungua, nika apply. Of course nili apply sana nyuma na bila kupata, lakini mara mwisho na kipindi nime apply nikaitwa katika interviews, nikafanya vizuri, ndo nikapata fursa. Kwa nikafanya internship kwa mwaka mzima, kwa miezi 12. Baada ya miezi 12 nikaingia mtaani kutafuta ajira, kwa sababu ni because internship huku ziko fixed contract, lakini pia ziko yani hauko binded na kampuni kwamba baada ya internship upate kazi. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe na malengo yako. Kwa baada ya miezi 6 nilipenda DHL, nikatamani nibaki, kwa nikaendelea kuapply DHL pamoja na makampuni mengine, lakini pia sasa namshukuru Mungu baada ya muda fulani nikaweza kupata sasa mkataba wa kudumu na DHL, kwa nikaweza kurudi mwezi wa pili 2025. Kwa mpaka leo nikaribia miezi 8 au 9. Unapiga kazi? Napiga kazi, naonyesha kwamba kama Mtanzania, kama vijana wa Afrika tunaweza. Good, hongera, unapeperusha vema kabisa bendera Tanzania, naweza kusema kimataifa. Wewe ni miongoni mwa wale watu tunajivunia wewe uwepo wako. Kuna tofauti gani kati ya kufanya kazi nyumbani na hapa umefanya kazi of course Tanzania kabla ya kuja? Ukitazama utofauti uliopo katika ufanyaji kazi, unauonaje? Kama nimefanya kazi na asasi za vijana, nimefanya kazi na shirika la maendeleo Arau Ujerumani, katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nimefanya kazi na Human Consulting Company kwa mwaka mzima na DHL. Tofauti ninavyoiona huku, wenzetu wanathamini sana ujuzi wa mtu na wako tayari kuwekeza na kukulipa chochote kutokana na ujuzi wako. Kwa hiyo they really put trust in your skills, na hiko ndio kitu ambacho nilikipenda zaidi, lakini pia wanawekeza katika taaluma yako. Wakuachi hivyo hivyo, yani ukishakuja na ukishakuona kweli ni mtu wa kujitolea, basi ngoja tukuongeze zaidi ili mradi uweze kutoa output ambayo iko vizuri. Lakini pia katika kampuni ambayo nafanyia kazi kuna vitu kama flexible working hours. Sio lazima uingie kazini saa 2 utoke saa 12, lakini muda wa kufanya kazi ni masaa 8. Unaweza kuingia saa 9, saa 3 ukatoka saa 11, unaweza kuingia saa 4 ukatoka saa 12, unaweza kuingia saa 2 ukatoka saa 10, ili mradi ufanye kazi masaa yako 8 na utimize majukumu. Lakini pia kuna flexible working environment. Mimi naenda kazini ofisini siku 2 katika wiki. Ndio nazobidi niwepo. Wakuone walau upo. Wanione walau upo, hujakimbia. Siku 3 nafanyia kazi nyumbani. Kwa hiyo inanisaidia kubalance mambo yangu. Kwa kuna muda nikiwa ofisini nitakutana na watu, kwa sababu nataka nikutane na watu, nataka nielewe mambo yanaenda vipi. Lakini pia kama nataka kufanya kazi na nataka kutulia na nimeamka asubuhi na uvivu, basi najikusanya zangu, naoga, nakaa katika meza yangu, nafanya kazi masaa yangu 8 namaliza. Kwa hiyo ni tofauti mkubwa sana. Haikutii uvivu unakiona labda chumba cha kulala hiki hapa niende nikalale kidogo. Ukiwa kazini si unaona kidogo unakuwa committed, nyumbani mazingira ya jikoni yanaonekana, kitanda unakiona. Unawezaje? Na hiyo sasa ndio inakuja kwangu mimi, nahisi ni mindset, kwa sababu unataka kweli unataka kweli kuiaminisha
jamii na kampuni kama unaweza na unaweza kufanya kazi, basi lazima usacrifice. Unakiona kitanda lakini una kazi ya kufanya, unapiga kazi ili mradi watu kweli, yani watu wa kuamini, watu wa kutrust katika kazi yako. Kwa mwanzoni inaweza ikawa, ilikuwa of course mwanzoni ilikuwa changamoto, unapata ka uvivu, nawasha tuti kompyuta naita ka uvivu, lakini baadaye nikaja kugundua hainisaidii. Yeah, kama nabomoa. nimejitolea kuja huku na kufanya kazi, basi acha nifanye kazi. Kwa hiyo nimeona nilivyokuja nilikuwa mtu wa kawaida na ujuzi wangu ulikuwa wa kawaida, lakini kadri ya siku zinazozidi kwenda nimeweza kweli kubuild uzoefu wangu na ujuzi wangu. Kwa sasa hivi naweza nikafanya kazi, hata kama ikitokea nikafanya kazi wiki nzima nyumbani, ni sawa sawa na nikifanya kazi nikiwa ofisini, kwa hutauona utofauti wote. Okay, hongera, na unachapa kazi kweli kweli naweza sema, kwa sababu ni vijana wachache wanaweza kujipambania, lakini ukija huku of course hakuna lele mama. Yani huku ni utafanya kazi. Speaking of kuchangamana, sisi tumetoka, wewe na mimi of course tumetoka Afrika, tumetoka kwenye jamii ambazo mazingira ama mazoea ya kuchangamana yanaanzia shuleni. Kuanzia shule ya msingi, kwenda sekondari, kwenda vyuo, yani unakutana na watu tofauti, unachangamana na watu tofauti, mpaka kazini. Yani kila sehemu unaweza kutengeneza magroup. Lakini huku kidogo mazingira tofauti, kwa sababu watu urafiki wao ni kuanzia wako wadogo shuleni, mtu ndio rafiki yake mpaka chuo au mpaka anapokuwa na maisha yake anajitegemea. Kwako wewe ambaye umetoka Afrika, kwenye mazingira ambayo kuchangamana ni kitu cha kitendo bila kuchelewa wanasema, umefika huku, imekuwa ngumu kwako kuweza kuzoea mazingira haya kwa kiasi gani, ama imekuwa rahisi, au kwa ni mtu pia wa hivyo mimi kutokuwa na magroup ni kitu cha kawaida, kwa hiyo haikupi shida? Naweza sema kwa mimi ilikuwa upande zote mbili. Kuna upande wa ugumu, lakini kuna upande wa wepesi. Mimi niliona pia kama fursa na kuja nchi ambayo watu hawanijui, kwa naweza nikatengeneza character nayo itaka mimi. Kwa maana sina rafiki ambaye anajua kwamba wewe bwana tunajua bwana wewe mvivu bwana wewe story nyingi, au unajua. Kwa nilikuwa na uwezo wa kujipa muda na kutengeneza character na kutafuta watu ambao wanaendana na mimi. Kwa hiyo hiyo kwangu mimi ilikuwa kama fursa. Nimekuja nikawa kama hivyo, kufanya kazi hard working ilikuwa moja ya my attribute. Kwa hiyo pia imeweza kuwavuta watu ambao wanapenda kuona vijana ambao wanaweza kweli kufanya kazi. Na uzuri wa huku watu wanachangamana, hawaangalii umri wako, wewe una miaka mingapi. Unaweza kuwa especially katika mazingira ya kazi, unaweza ukawa una mtu wa karibu sana, lakini kweli umri wake umeenda, mtu labda na miaka 50 na miaka 40, lakini ukiwa kama kijana, ukiwa kweli kweli wote mnaonekana mna contribute vikubwa katika kampuni, yuko radhi awe rafiki yako ilimradi umfunze na yeye akufunze. Kwa kuna mazingira fulani ukiwa na attribute fulani inakuwa rahisi sana kutengeneza hizo community. Lakini katika mazingira ya jamii ni ngumu kutengeneza hizo community, kwa sababu kweli kuna watu na marafiki zao ambao wameshakuwa nao, lakini pia ni nchi ambayo inabidi inachukua muda watu kuwa open na kutengeneza hayo mahusiano. Kwa ukijipa muda inakuwa rahisi, ukikata tamaa mapema inakuwa ngumu. Lakini pia haimaanishi ukiwa nje ya nchi ndio ushafunga milango yako ya ulipotoka. Mimi nilikuwa na imani kubwa, nakumbuka hata kipindi naondoka nilikuwa naambia mama, mimi sisafiri kama mkimbizi, yani sifungi nafika nachuma passport yangu ndo nishamaliza uhusiano wangu nilipotoka. Hapana, mimi naenda kufanya kazi kama natoka Dar naenda kufanya kazi ya Arusha. Kwa maana community yangu iko pale pale, ni dunia moja. Japo itanichukua masaa mengi kuja na kuondoka, lakini ni dunia moja. Kwa hata marafiki zangu wengi nilokuwa nao bado ni wale wale tokea mwanzo. Na pia nina utamaduni wa kurudi nyumbani mara kwa mara, au nina utamaduni wa kwenda katika makongamano mbalimbali nchi, ilimradi tu community yangu iendelee kuwepo. Kwa hiyo nimefungua milango ya marafiki wapya na kazi mpya, lakini sikufunga milango yangu ya nyuma. Okay. Bado nina community ambayo inaniangalia na nakuwa inspired na yale wanayoyafanya
kule walipo, na pia wanakuwa inspired na yale nafanya huko nilipo. Nini umekipenda zaidi toka umeingia kwenye nchi hii? Fursa za kujiendeleza zipo nyingi, kujiendeleza kitaaluma, lakini pia kujiendeleza kiuchumi zipo nyingi. Uwepo wa internet. Hiyo ni vijana na mtandao. Kwa mimi nimetumia sana uwepo wa internet kufanya vitu vingi sana. Mimi nilikuwa content creator kipindi ambacho nilikuwa nipo chuo. Kwa hiyo nikapause kidogo kipindi ambacho nimetoka chuo nikaingia kufanya kazi Tanzania, kwa sababu internet ndio hivyo ikawa ngumu, lakini mabosi labda wakuruhusu utumie simu na laptop yako, inabidi tu ufanye kazi. Huku una huo uhuru na una internet masaa 24, internet inafanya kazi, una umeme masaa 24. Kwa hiyo nimetumia hizo fursa kujifunza vitu mbalimbali kwenye content, kusoma kozi mbalimbali, kukutana na watu mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimenisaidia kwa nafasi kubwa sana. Lakini pia kiuchumi. Nimeweza pia kutumia mikopo midogo kwa digital banking, benki za kidijitali, ambazo nimetumia hii mikopo kuwekeza Tanzania. Kwa hiyo mnachukua mkopo labda wa miezi 6 au miezi 12 kwa Tanzania. Nikaanza kidogo kidogo, nikafungua Airbnb, nikaingiza gari za Uber na Bolt. Kwa hiyo ni ambao mikopo ambayo ina riba ndogo sana. Mingine haina riba kabisa. Unalipa kidogo kidogo kuendana na mshahara wako, na haiumizi, yani sifeel kwamba ninaumia. Lakini pia nimetumia hiyo mikopo na fursa za kiuchumi kusoma kozi ambazo nilikuwa nashindwa kusoma kwa sababu ya gharama. Kwa hiyo hizo fursa za kiuchumi, mitandao imenisaidia sana. Ni kitu ambacho ni ngumu sana ukiona nje ya Huku Ujerumani tunafahamu of course hawazungumzi Kiingereza. Jamii nyingi, wapo watu of course wanaijua lugha ya Kiingereza, lakini sio lugha ya taifa ama lugha rasmi inayotumika kwenye shughuli mbalimbali za kijamii. Wewe wakati unatoka Tanzania ulikuwa tayari unakifahamu Kijerumani, ama umekuja kujua hapa kwamba hii lugha inabidi nijue kwa sababu kuna mambo yanakwama? Na nipe experience yako ya lugha ya Kijerumani kabla na baada ya kufika. Kipindi natoka Tanzania, mimi nilikuwa na ndoto ya kufanya kazi katika mashirika makubwa, na kwa sababu nilikuwa nimeshafanya kazi na katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi nyingi ambazo tuko nazo around zinazungumza Kifaransa. Na Afrika Mashariki baadhi ya nchi zinazungumza Kifaransa, lakini pia Afrika ya Magharibi na Afrika ya Kati wanazungumza Kifaransa. Kwa lugha ambayo nilikuwa natamani nijifunze ilikuwa ni Kifaransa. Kwa nilikuwa nishaanza kujifunza Kifaransa, Alliance Française pale. Nikawa najifunza Kifaransa, lakini ilipotokea fursa ya kuja Ujerumani, ukaikumbuka Goethe Institute. Mama yangu, kwa nini nilipita? Lakini mimi naamini nilikuwa na hiyo tayari mindset ya kujifunza, nilikuwa niko open. Kwa hiyo haikuwa ngumu. Kwa kama nenda Ujerumani, kama nilikuwa tayari niko open kujifunza Kifaransa, haitakuwa ngumu sana kujifunza Kijerumani. Uzuri kazi niloipata kwa sababu ni ya makao makuu ya DHL, na tunashughulika na watu ambao wako mataifa mbalimbali, lugha kubwa ni Kiingereza. Kwa hiyo katika miezi yangu 12 ilikuwa ni Kiingereza ndio kilikuwa kinahitajika sana. Lakini nikawa na unafuu, lakini sikubweteka. Nikaanza kujifunza, nikaongea na mwajiri, naomba unilipie au nipe hata hela ndogo niweze kulipia nijifunze lugha. Kwa hiyo nikaanza kujifunza Kijerumani huku nafanya kazi. Si rahisi. Kijerumani hakiko very easy to learn. Kinahitaji ujipe muda, na pia Kijerumani kinabidi ufanye vitu viwili kwa wakati mmoja. Ujifunze darasani, lakini pia ufanye mazoezi nje ya darasani. Ufanye mazoezi na watu. Kwa sababu darasani utajifunza technicality, utajifunza grammar sawa. Lakini hili sasa ukimaster, lazima ujifunze mtaani, ambapo sio rahisi kufanya, especially kama ukiwa unafanya kazi alafu na ujifunze Kijerumani kwa wakati mmoja. Kwa lakini baada ya contract yangu kuisha miezi 12, kile kipindi ambacho niko mtaani pale ndio nikaja kugundua
huwezi kusurvive bila kujua lugha. Ni lazima ujue lugha kwa sababu utahangaika na system za Kijerumani ambazo zinazungumza Kijerumani. Itabidi uhangaike na immigration, itabidi uhangaike na ministry of employment. Inabidi vitu vyote vinazungumza Kijerumani. Watakupigia simu wanazungumza Kijerumani. Inabidi uhangaike na bima yako ya afya, usome maelezo wanazungumza Kijerumani. Hospitali nyingi sana, of course unakuta na madaktari wanazungumza Kiingereza lakini wako limited. Wengi wanazungumza Kijerumani. Kwa nchi ambayo kama hujui Kijerumani ni ngumu kusoma. Kwa nikaanza kujifunza, nilikuwa naingia darasani saa 2 mpaka saa 9 kwa siku, kwa wiki mara 5. Intense. Pia haikunipa fursa ya kukijua Kijerumani, lakini nilipata fursa ya kujua grammar na kuendelea kujifunza taratibu. Kwa nilipopata kazi, nilipopata mkataba wa kudumu. Kwa hiyo sasa hivi kidogo na haueni kwa sababu sihangaiki na masuala ya kazi, lakini sana naendelea kujifunza Kijerumani taratibu. Kama ningejua miaka 3 iliyopita kwamba natamani niende Ujerumani, nataka kwenda Ujerumani, basi ningeanza mapema. Ningeanza mapema kukisoma Kijerumani kule, nikasijua hizi grammar. Imadi nikija huku kuunganisha sentence. Na marafiki wengi ambao kweli kama alisoma Goethe kule akafika level yake A1, A2, B1, akija huku inakuwa rahisi. Au pia marafiki wengi ambao hawazungumzi Kijerumani lakini wamesoma Kijerumani mashuleni kwao. Unakuta shuleni tulijifunza Kijerumani au chuoni tulijifunza Kijerumani. Akija huku naona kweli kuna utofauti. Lakini tukija kama mwenzangu na mimi, ngoja nikakisomea huko. Shughuli nyingi sana. Labda usiwe na kitu cha ziada, lakini kama ukiwa na kazi alafu inabidi uingie darasani. Kidogo na struggle, lakini inawezekana. Wanasema penye nia ni lugha. Kwa ni kwa sababu ni kitu cha kujifunza, sio kigumu. Kama ukijipa muda, tusifanye akili ione mambo mazito. Penye nia wanasema pana njia, kwa kila kitu kinawezekana. Lakini unabidi pia uanze mapema kabla majukumu hajawa mengi sana, sababu majukumu yakishakuwa mengi sana inakuwa ngumu sasa kuprioritize mambo, kwa sababu pia ni gharama kujifunza lugha. Tukio gani ambao umewahi kukutana nalo lilikutia simanzi kwa upande wako binafsi katika toka uingie huku? Kwa sababu wapo baadhi, si wote, lakini wapo baadhi ya watu wanasema wameshawahi ku-experience ubaguzi ama haudumiwi labda kutokana na muonekano wake au vile anavyohisi alivyo. Kwa kuna baadhi yao waliwahi ku-experience hivyo. Wewe ni vitu gani ambavyo umewahi kukutana navyo labda vimewahi kukupa sonona kutokana na baadhi ya watu ambao wana hivyo vijitabia? Kiukweli nakubaliana na ubaguzi kwa asilimia fulani bado hupo. Na mimi nashukuru Mungu sikuwa na ile kalma ya kuchukulia kitu personal. Kwa hiyo mara nyingi situation kama ikitokea nitajaribu tu acha tu isiniharibie siku. Sijawahi kukutana na tukio kubwa sana la kunifanya nisononeke sana, lakini of course nimeshawahi kusikia matukio ambayo yaliyotokea watu wangu wa karibu. Labda tukio ambalo limenisonesha si sana, of course maisha inabidi yaendelee, ni kuna kipindi ambacho nilikuwa natafuta nyumba. Kuhama kutafuta nyumba, na nilikuwa nazungumza na mtu ambaye yupo katika alikuwa anakaa katika hiyo nyumba. Kwa nimezungumza naye akakubali, basi sawa, mimi niko radhi nikuunganishe wewe na mwenye nyumba ili mradi upate nyumba. Kwa kuongea na mwenye nyumba akakubali. Sasa hiyo siku naenda kukutana na mwenye nyumba yaani unaanza kuona mbona huyu mtu kama anaanza kubadilisha sasa mwelekeo. Kwa nini alikuuliza nini? Kipindi naonana naye tu ile first time, kwa sababu tayari nishaongea na mtu, tushakubaliana na kaniambia njoo. Hajawahi kukuona. Mwenye nyumba hajawahi kuniona, lakini huyo mtu ambaye nilikuwa naongea ni mtu ambaye tushaonana na nishaenda kuiangalia nyumba. Na mimi ndo nilikuwa mtu wa mwisho ambaye mwenye nyumba akasema sawa basi tuende na huyo kwako. Kwa hiyo siku naenda kuona mwenye nyumba limadi ni sign mkataba na nini. Kwa hiyo naona mwenye nyumba kama akarudisha hatua nyuma. Ndio huyo. Kwa hiyo akaniambia mimi nataka mtu wa kukaa hapo wa muda mrefu. Nikamwambia mimi mtu wa muda mrefu. Kuna new visa yangu ya sasa hivi ni ya miaka 4, kwa sababu kuna visa miaka 4, baada ya miaka 4 ndio unapata visa ya muda mrefu.
lakini pia mkataba wangu wa kazi ni mkataba wa muda mrefu, sio mkataba, ni mkataba wa moja kwa moja, sio mkataba wa miaka kadhaa. Akasema bwana hapana. Basi baadaye tukaendelea, tuna story. Wewe umependa nini hapa? Nikamwambia nimependa nyumba kwa sababu utulivu. Hapana, nyumba yangu sio tulivu. Kwa hiyo akawa ananipa, akawa anageuza kila kile nilichomwambia, anageuza. Sasa baadaye ndio hivyo, kama alikuwa anataka mtu ambaye anataka kwa muda mrefu, nilikuwa na hizo sifa. Na nilikuwa na sina mambo mengi. Na basi kwa sababu tayari nilikuwa katika kichwa changu tulishaona bwana naenda kupata contract leo na nyumba. Lakini mwisho siku nikakosa. Sikuitake it personal, lakini of course nikajua sababu moja wapo labda naweza ikawa labda kutegemea kukuona wewe. Kwa hiyo naweza kawa ndo labda ndo tukio ambalo lilinisonesha kwa sababu ya muda ambao niliopoteza kufuatilia. Na nyumba ambayo tayari nilikuwa natamani niende nikakae na nini. Lakini apart from that najua matukio yapo. Lakini binafsi sijakutana nayo moja kwa moja, lakini pia si matukio ya kutisha ya kufanya wewe uogope au kama ambavyo historia ipo. Usije, hapana. Inabidi kweli kama ukija utembee kifua mbele, ujue kama ukiwa na ujuzi wako, ukiwa na sifa zote za kufanya kazi usifanye. Kabla sijaja kuna mtu aliniambia kwa sababu hawana imani sana na Waafrika kwenye kazi, kwa sababu ya uchapaji kazi, especially kama umetoka Tanzania, una sifa ya kuwa mvivu. What? Kwa sababu wengi ambao wamekuja Tanzania na kufanya kazi na vijana, kuna ile kitu ya kujitegemea, labda kwenye swala la muda sisi tunachelewa, kila kitu kiko sawa polepole na nini. Kwa na baadhi wana hiyo mindset. Kwa hiyo mtu akaniambia kama unaenda kama kazi ya kufanya ya kujipa 100%, wewe jipe 20%, yani jipe 20%, yani fanya kazi kweli, yani do beyond. Na kiukweli mimi imenisaidia sana. Mimi kweli nimekuwa nachapa kazi. Kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi mpaka saa 5 usiku ili mradi nimalize output zangu, lakini kipindi cha mwanzo, kipindi ambacho nilikuwa natengeneza first impression, unajifunza. Najifunza. Kweli nikipiga ile kazi, ukirudi ofisini watu wanakuambia huyu bwana yuko vizuri, huku bwana yuko vizuri. Kwa hiyo unakuta kipindi mpaka watu sasa wameanza kukutrust. Unajua wameacha pembeni labda hizo attitude and assumptions kwamba sisi ni wavivu, lakini kaja wa Tanzania wako vizuri. Na kweli kwa DHL tulikuwa na milango ikaanza kufunguka kwa Watanzania wengine, ikawa rahisi pia kuhire interns, sio tu kutoka nchi hizo ambazo tunaziamini labda ndio kuna wachapa kazi, lakini ukaamini kwamba Afrika tuna vijana ambao wapo capable. Kuna wewe mtu yote ukipewa kijiti cha kufanya kazi huku, kitendo cha kutoa usipofanya kazi ukawa mvivu, wao inakuwa rahisi sana wao to cloud katika kitu kimoja kwamba hao vivu, au labda mwenye nyumba alishawahi kuona na mpangaji Afrika kupenda tabia zake alafu ndo wakatu. Kwa hiyo ukija huku kweli lazima utakuwa tu na mambo yako binafsi unataka kufanya, lakini kiukubwa pia ukiwa unafanya mambo lazima uyafanye kwa kufikiria pia na wengine, kwa maana ukijua ukiharibu hapa uharibu tu wewe, basi unaharibia njia ya watu wengine. Na wanasema ukienda Roma ishi kama wa Roma, hivyo na ndivyo hivyo. Unapoaminika basi na wewe amini kwa kweli kweli. Yani unapokuamini na wewe onesha ule uaminifu ambao umeweka, ili usiharibu CV ama jina ama ile image ambayo iliwekwa kwako kabla. Itakusaidia sana kujenga kwa ajili ya wanaofuata baada ya wewe, si ndio jamani? Wanasema mwarobaini mchungu, lakini ni dawa na tu unywe. Unapoambia ukweli kijana, acha uvivu, pambana, usichukulie hawanipendi au wabaguzi hawa nini. Fikiria kwa nini umeniambia, afu ongeza juhudi na maarifa. Ni kama wanakuambia 1+1, wewe leta 2, waambie naweza pia nikawaletea hata 3, msipoangalia afu akaona unafanya vizuri. Hivyo ndivyo inavyotakiwa jamani, kwa sababu huku tumekuja kutafuta, na huo ndo utafutaji ambao Bi yake anauelezea hapa. Unapoenda kwenye sio tu lazima usafiri, hata hapo nyumbani ulipo
unapopata nafasi ya kufanya kazi, basi wewe fanya zaidi, ili mwajiri wako anapokulipa asione kama anakupa pesa ya bure, bali aone anakulipa kutokana na kile ambacho unastahili. Lakini usijitese pia, kwa sababu pia kufanya kazi sana kujitesa ili kumfurahisha mwingine, kuna mwili pia unahitaji upumzike. Ni kama mashine, unapoichosha nguvu zikiisha hapa tena inakuwa hakuna tena utakachoweza kufanya kama una afya nzuri. Kwa hiyo fikiria afya yako, lakini fikiria kudeliver at your best. Sawa jamani? Mimi la kwangu ni hilo. Sasa Bi yake uliniambia unapika. Wifi yuko wapi kwani? Au wewe? Mambo utaniambia baadaye. Basi jamani. Nimemkuta hapa alikuwa anatuandalia msosi. Hebu kwanza akapike, tuendeleza mastori huko jikoni, alafu tutarudi huko kuendelea na mengine baadaye. Twende jikoni tukaendelee na mastori. Tunatupikia nini? Twende tukakijue. Wali, tutakula wali. Wali na nini? Tutakula wali na kuku. Woyo! Tayari tuko jikoni hapa, sabta yanaendelea. Bi Haki anaonekana ni mzuri kwa mambo haya pia, kumbe. Sikujua kama una kipaji kingine. Unapokea kandarasi za upishi au? Kama fursa ikitokeza muhimu. Bana mambo mazuri yanaekea, ameanza muda mrefu. Unatupikia nini? Hapa napika huyu kuku rosti, chicken curry. Chicken curry. Ila nilichokiongezea hapa ni nazi. Sababu mara nyingi hata nilipojifunza nyumbani, tomato ukiweka nyanya na kuku ushamaliza. Lakini huku unatia nazi. Lakini nyumbani nazi si ndo nyingi? Nazi tutatia kwenye maharage na kwenye wali. Nazi kwenye kuku wapi na wapi. Kwa huku ila huku sasa nimejifunza kumtia kuku nazi. Aya bwana, acha tuone upishi jamani, turehe mastori na msosi. Hiyo ndo nyumba iliyotualika leo, lakini hakuna namna, na sisi tunasubiri kula. Sisi ni nani? Chicken curry wa nazi. Usisikie. Sasa mambo ya upishi kwanza nataka kujua Bi Yake, ni umejifunza kutoka nyumbani, yani ni ulikuwa utamaduni wako, ama kwa sababu maisha ya Ulaya umekuja huku unaishi mwenyewe kama ulivyoniambia, unajitegemea, kwa hiyo shughuli za kupika pia imekulazimu kujifunza, ama ni vitu ulifunzwa toka nyumbani na wazazi, kwa hiyo haijakupa shida? Hapana. Sisi kwetu bwana, kwanza tulikuwa kama mtoto wa kiume nyumbani, mimi nilikuwa shindi sana kwa sababu mimi nina dada wengi. Alafu pia mbali na dada unajua extended family, unakaa na ndugu kibao, mashangazi. Kwa jiko muda wote liko na watu wahusika wanaopika. Mpaka nilivyoamua sasa kuja Ujerumani, siku yangu ya kwanza kula mikate ule na cheese, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu unachoka. Kwa hiyo nikaanza kumpigia mama, bwana mama naomba unielekeze kupika kuku. Kwa hiyo ananielekeza, bwana tia kitu fulani, tia nyanya, tia nini. Mama bwana nielekeze kupika samaki. Kwa hiyo mazoea miezi yangu 6 ya kwanza ile ya struggle na kuhustle kwenye vyakula mpaka sasa hivi jambo dogo. Kuku mapema tunampika hapa, wali nampika faster. Kwa hiyo ni mazoea ya kusurvive. Lazima hiyo uwe na hiyo study za kazi ya kusurvive huku, lazima ujue kupika. Okay. Hongera, unapiga vitu vizuri hapa na tutahitaji mafunzo. Jamani, kwa msojua kupika au mnahitaji kandarasi za upishi, anaweza kijana akawasambazia, lakini kwa mnaoishi Ujerumani tu sio. Kwa sababu fursa, watu wengi tunaona wanapika, ukiwa kama hujui kupika, ama kuna vyakula hasa vya nyumbani, chapati, vitumbua, labda mwingine hajui. Kama una hiyo ujuzi unaweza ukajikamatia kabisa. Unaweza, tumeona wenzetu wengi wa kutokea Afrika ya Kati na Magharibi, wanapaka restaurant zao za kupika vyakula vyao, sio nasikia jorofu, sio nasikia nini, lakini sisi huku bado. Kwa kama community ikiongezeka ikiwa kubwa, lazima tupike ugali dagaa, ugali wa muhogo. Tupike kuku nazi, maharage ya nazi. Mara chache huwa nikipika kama hivi afu nikiwaonjesha wageni, unakuta wanafurahi. Kwa hiyo fursa ikitokea inaweza ikawa fursa baadaye. Sio juhudi, penye nia wanasema pana njia kabisa. Vyakula gani vilikuia ugumu kula kati unafika, lakini sasa hivi unavipenda na vinashuka tu? Mimi kwa upande wangu mambo ya salad ni kwa sababu sijalelea. Mimi nizoea chips, kachumbali yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo nilivyokuja huku salad, kuna mtu anakula tu salad anapiga na maji, ameshiba, unauliza anaizaje? Lakini kidogo siku hizi najaribu, ziko baadhi nasogea nazo. Naweza sema ni tunaweza tuko sawa, kwa sababu salad pia mimi mwanzoni ilikuwa inanitia uvivu na ugumu kula salad. Unaweza kula salad jioni alafu usiku kaamka, kwa sababu ni kitu ambacho kiko very 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 light. Alafu pia ninapofanyia kazi
unajua mwanzoni nilivyofika kila mahesabu kila unayofanya lazima uconvert kwanza na hela nyumbani. Uone kweli naweza nikanunua chakula cha 50? Siwezi. Cha 30 Kwa unaipiga euro kwa shillings. Alafu salad. Sina wiki zangu za mwanzo zile. Alafu salad ndo kidogo bei rahisi. Yaani ukienda kwenye eneo la salad tipo ukaweka majani na nini kidogo ndo bei rahisi. Kwa hiyo nikawa najikuta unajiforce kula salad hadi uishi kwa budget. Kipindi cha mwanzo kile ambacho nilifika. Kwa salad ilikuwa ni ngumu, lakini kuna vyakula vingi kama sausage na mikate ni vitu ambavyo sisi nyumbani tushazoea kunywa chai mkate, lakini huku unakuta mkate ni kama course meal. Mkate mtu analia lunch, mkate mtu analia dinner, na kuna mikate ina tofauti. Mikate pia mwanzoni inakuwa michungu. Ukishazoea, sisi tushazoea mkate spalof, mkate wa Baharesa, mkate mtamu, mkate na maziwa. Lakini huku ndo vyakula ambavyo ambavyo vipo. Si hata huku na mikate mitamu, ni wewe kuchagua tu. Ni kweli ni traditional kabisa. Kwa hiyo nahisi kuna vyakula kidogo ilikuwa ni ngumu kula mikate asubuhi, mchana au jioni. Lakini pia ndo vile kwa sababu nilikuwa na hiyo mindset ya kuconvert hela, kwa hiyo nikawa pia nachagua vyakula vya bei rahisi, na chakula cha bei rahisi ndo hivi vyakula ambavyo sio ambavyo hatujavizoea. Lakini ninachofurahia ni kwamba kuku kwa Ujerumani ni kidogo bei rahisi compare na nyama, kwa mfano nyama ya ng'ombe. Lakini kuku unapata maduka mengi yanauza kuku. Kwa kama ukiwa tu mtaalamu wa kupika kuku inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo mwenyewe ndo nikaanza katika chakula changu cha miezi yangu 6 ya mwanzo. Nahisi nilikuwa nakula kuku kila siku. Kwa sababu ilikuwa ni bei rahisi, nikienda nitachukua kuku nitamweka jikoni, tena kuku mzima. Inakuwa rahisi. Pia kupika wali pia unapata mchele. Kwa hiyo naweza nikasema ni nchi ambayo kweli ina vyakula vyao, lakini si vingi sana. Hawana option nyingi kama sisi wa Afrika. Lakini pia ni nchi ambayo kuna mataifa mengine mengi. Kwa mfano chicken curry hii, kwa mfano hii recipe ni ya Hindi. Na pia huku kuna restaurant za Kihindi. Kwa hiyo kuna muda mwenyewe huwa najishawishi kama nikienda kuna restaurant nikiona chakula kizuri, nikitamani naweza nikarudi nikajifunza kupika. Pasta, tambi ni vyakula ambavyo mimi nilikuwa pia sijavizoea sana. Tunakula tambi sisi mpaka wakati wa Ramadhani. Huku tambi unakuta pia tambi inapikwa mambo na iko kwa mengi. Kwa hiyo najifunza taratibu sasa hivi naweza, sio sana lakini naweza nikaeka chakula changu cha wiki vyakula tofauti. Mwanzo ilikuwa ni unavipaki tu. Unavipaki. Mwanzo ilikuwa ni chakula cha aina moja unakula wiki nzima. Speaking of weather, kuna watu sasa hivi tuko msimu wa baridi, ukiangalia nje huko kiwinta kinapuliza. Yaani sasa hivi unaweza ukasema usiku, kumbe ndo kwanza wanasema kama mchana mkoko unalika maua, lakini giza linaingia na ndo tunaishi. Kwa upande wako hali ya hewa ya hapa Ujerumani ni rafiki ama ngumu kiasi gani? Hali ya hewa ya hapa ni kiukweli kwanza haizoeleki. Na hata kabla sijafika watu wengi ambao nilikuwa nauliza vipi hali ya hewa, utakwambia kipindi cha baridi ni kweli kuna baridi, na uwezi ukakompea baridi la Ujerumani na baridi la Arusha. Baridi la Arusha ukivaa sweta umemaliza. Na hata katika kupaki vitu vyangu mimi nilipaki kweli makoti, lakini alikuwa makoti ya hali ya kawaida. Kwa hiyo lilinitesa. Mwanzoni nilipofika kweli lilinitesa baridi. Na mpaka lakini hivyo pia unashukuru kwa sababu kuna msimu wa baridi au kai muda mrefu. Utakaa muda mfupi, utakuja msimu wa joto hivyo. Utakuwa unabadilika. Lakini kwa msimu wa baridi kama kweli hujajiandaa kisaikolojia pia inakuwa ngumu. Na pia kama hujajiandaa kimavazi, kwa sababu lazima uvae koti, uvae shati, uvae sweta, ni vyote unavaa kwa wakati mmoja. Uvae nini tunaita makofia, uvae magloves, la sivyo litakubabua. Na mwanzoni kweli kwa nibabua. Ukiwaambia watu jamani kuna baridi, mtu anaona baridi la kawaida. Kuna kipindi hadi mawe barafu, nakumbuka nyumba ambayo nilikuwa nakaa mwanzo ilikuwa inashuka. Unashangaa. Mawe ya barafu yanashuka na snow zinashuka pia. Kwa hiyo halizoeleki, lakini kama ukijiandaa kisaikolojia na pia kama ukiwa mtu wa mazoezi pia linakusaidia. Kwa hiyo mtu wa mazoezi. Mimi mtu wa mazoezi nikienda zangu mazoezini naingia sauna, napigwa na joto dakika 15. Nikitoka nje baridi linakuwa
inakuwa walau. Yeah. Kwa kidogo inakuwa vizuri, lakini ni vizuri kujiandaa kisaikolojia kwa sababu niko hapa. Kwa hiyo misimu yetu katika misimu minne, wewe aliyewa ipi sana unaifurahia? Mimi ukiniuliza nitasema sama. Sababu ama summer girl, nimezaliwa mwezi huu, miezi ya sama. Kwa hiyo napenda ile kijua kinapochelewa ni mpaka saa 4 usiku jua bado lipo. Yaani naona nazurula tu, yani kumbe saa 6 usiku. Lakini winter of course napambana nayo, lakini ukiniuliza mimi nichague kama kuna uwezo wa kubadilisha, nitachagua summer iwe ndefu kuliko winter. Mimi naweza nikasema ni kwa kipindi kile kwanza cha wanaita spring, yaani kipindi winter naisha na karibia summer. Kwa sababu pia nilichogundua huku bila kuna joto kweli, joto litakupiga. Lakini huku pia kuna siku ambazo joto ni kali. Yaani sama kweli. Yaani sama ikija sama inakuja sama kweli. Na sasa hivi mabadiliko ya tabia nchi unaona ikija sama inakuja kweli sama kweli. Kwa kile kipindi cha winter inaisha alafu na sama inakaribia, unaweza kuona mambo yanakuwa mazuri, majani yanarudi, yani kunakuwa na hali fulani hivi ambayo nzuri. Lakini pia kipindi cha baridi napenda kukiwa na snow. Unajua kwa sababu ni kwa mara ya kwanza unatokea nje ambayo hamna vitu kama hivi. Lakini mara moja kwa ikishuka snow unafurahi, unatoka nje sasa ndo piga picha unaonyesha nipo hapa. Kweli unapiga picha unaambia watu nipo. Na mimi nilishawahi kutengeneza, nilishawahi kujiphotoshop mimi niko Ulaya. Sio mwaka 2014 ile kipindi niko shule, nilijikata kichwa nikaikiza kwenye kichwa cha mtu, nipo kwenye snow. Wenzangu waka-comment sana Facebook. Uko wapi? Niko Bondeni, South Africa. Jamani. Lakini nikuja huku nimeshuhudia ni hali ya hewa ni kweli ni kazi kuizoea, lakini inakuja na raha zake. Kipindi cha sama unaona maduka mengi yanafunguliwa, watu wanavaa nguo nzuri, yani unaona kweli kila mtu ana furaha. Kipindi cha baridi pia unaona kuna maduka fulani yanafunguliwa, baadhi ya maduka yanafunguliwa, masoko ya Krismasi. Na kwa hiyo ni misimu ambayo inakufanya usichoke. Kila season ina jambo lake. Kila season ina jambo lake. Shazoea sisi mvua na jua mwaka mzima. Lakini beach zipo zinafungua mwaka kitu kizuri, lakini huku na hivyo misimu, siku zinakuwa ndefu, kwa kama ni mtu ambaye na unatoka out. Una marafiki wa Kijerumani ushawapata? Apart from watu wa kazini hapana. Sina marafiki wengi wa Ujerumani. Bado naweza nikasema jamii yangu kubwa mimi watu wa Tanzania ambao nafanya nao kazi. Kwa nini? Lugha ama? Lugha pia, lakini pia wa Ujerumani pia wako very social na vile wako very open. Wanapenda privacy. Wanapenda privacy. Yaani itachukua muda ukutane na mtu mpaka mjenge hao mahusiano. Na kwangu naweza ndio ilikuwa changamoto yangu ya kwanza, kutengeneza urafiki na watu wa Kijerumani. Kwa hiyo inachukua muda na nishazoea sisi. Hiyo muda wa kuvumilia mpaka uje kwa rafiki yangu. Ushatafuta mwingine. Kwa marafiki zangu wengi ni wa Tanzania, wa Afrika wapo. Community ipo, lakini pia na mawasiliano mazuri sana marafiki zangu nyumbani. Okay. Kwa hiyo muda kwa hiyo kama unaitwa nyumbani muda wote unakuwa kwenye simu. Muda wote nipo kwenye simu. WhatsApp kwa wingi. WhatsApp jamani. WhatsApp kwa wingi. Mastori yamenogea hapa nampotezea muda shefu wa muda huu. Wacha tumwache Bihaki aendelee kupika. Mastori mengine tutamalizia tukiwa tunakula. Sawa, hii ni Talk to Diaspora. Asante kwanza kwa chakula kitamu. Jamani msinione hapa sina sahani. Najijua spidi yangu ya matonge, kwa hiyo nishamaliza. Sasa tunaendelea na mastori na shefu chakula kitamu. Asante Bihaki, nimeshiba. Karibu. Mashallah. Sasa una haki ya kuoa kama wifi naweza kusema. Mama nitafutie mke sasa. Wifi akija hapa ajipange. Amna kutakuwa na ushindani. Yeye ajue kupika, sijue kupika. Mimi nipo. Maneno zilongwa na zitendwa. Okay. Sasa najua umeingia hapa Ujerumani, umekaa kwa takribani muda kadhaa sasa. Umekuwa kwenye community mbalimbali za Waafrika. Kitu gani kinakuvutia, unatamani kiendelee kudumishwa kutokana na jamii za Kiafrika, hususan ninyi mnaotoka Afrika Mashariki mnapokutana na kuzungumza? Naweza kusema kwa sababu huku wote ni wageni, kunakuwa na
kuna sio matamanio, yani kuna kuwa na ule by default tayari kuna kwa yani ishakuwa community, kuna ule umoja ambao utataka kumwelezea mtu maisha yako jinsi gani yalivyo, imadi usikilize stories zake pia na namna gani unaweza ukakopia na hali ya mazingira ya Ujerumani. Kwa hiyo kuna kule watu kusaidiana especially kimawazo, kusaidiana kimawazo, sometimes kushirikishana katika fursa mbalimbali. Kwa hiyo kuna jitihada za jamani tuonane, jamani kuna kazi fulani au kuna event fulani inafanyika mahali fulani. Kwa ni kitu ambacho kama kikiendelea kitafanya, naweza kusema ile kwa sababu ukishafika Ujerumani alafu kuna ule upweke utausikia ukiwa peke yako, lakini kama ukishagundua kwamba kuna watu ambao wameshaka Ujerumani na wana experience, anaweza nikawasiliana nao, wako open kushare na mimi tips mbalimbali, inakuwa rahisi kukusaidia. Okay. Na community yangu kubwa ni tunaita wine and hike, ambao tunakutana kwa mwaka mara 2. Ni watu ambao wameshaka Ujerumani karibia miaka 20, wengine miaka 40. Sio wa Tanzania tu pekee yake, ni watu wengi wanatokea East Africa, wa Kenya. Wengi sisi wa Tanzania, kuna watu wa Uganda, kuna watu wa Zimbabwe. Na tunakutana mara 2 kwa mwaka. Tunakutana mara nyingi mwezi wa 4 na mwezi wa 9. Na tukionana kwa hiko kipindi unakuta watu wanakuja na story nyingi, nimefanya jambo fulani, sasa hivi nafanya kazi fulani, nimemleta mdogo wangu anafanya nini. Kwa hiyo unapata matumaini fulani hivi. Na pia kama ukiwa una struggle pia na mambo yako, unajua na community yangu kuna watu kuna mtu akishafanya kazi miaka 20, kuna mtu kashafanya alifika kaanza kufanya kazi za ndani, alikuwa anafanya mambo za au pair na nini. Kwa kila mmoja na story yake. Alafu sasa ukisikiza zile stories zinakufanya nawe pia uwe unakuwa mkakamavu. Kwa nini wine and hike? Wine and hike kwa sababu mara nyingi huwa tunafanya hiking, tunatembea hiking katika mashamba ya mizabibu. Katika mashamba ya mizabibu kuna kuwaga na wine factory, viwanda vidogo vya kutengeneza hizi wine. Kwa hiyo tunafanya kuchanganya. Wajerumani wanapenda sana kufanya hiking kama watu wa Uholanzi. Sisi wa Afrika huwezi kumtembeza mtu kwenye milima. Kwa hiyo tunafanya, nimewaza maana bidi niulize kwa nini wine and hike, na najua si wa Afrika ni smooth, yani sio kule kutembea sana, hapana. Tunatembea kidogo, tunafika tunaangalia mashamba mizabibu, tunaangalia watu walivyowekeza, watu wanakunywa wine njiani, stories zinakuwa nyingi. Kwa hiyo unaweza kutumia masaa 4 kutembea na kupiga story. Sehemu ambayo labda iko tambarare au sehemu ya kilima kidogo, sio ya kuchosha. Yani kama vile tunakutana, jamani ni miezi mingi, hebu tuonane tupige story, alafu jioni kabisa tunaenda katika mgahawa, tunapata chakula cha pamoja. Na mimi nilivyojoin mwaka 2023 ilikuwa karibia watu 20, watu 25. 2024 ikaongezeka mpaka watu 40, 45. Safari ya mwisho ikaja mpaka watu 50. Okay. Kwa ni community ya watu wengi ambao inaongezeka kadri siku zinazidi kwenda. Na ni wana Afrika Mashariki mnaokaa Bonn ama wengine wanatoka nje ya Bonn? Ni watu wengi wapo katika hii zone ya nini tunaita North Rhine Westphalia. Watu wengi kwa Bonn tupo sio wengi sana. Wengi wao wanatoka Cologne na Düsseldorf. Alafu pia sana kutoka watu wengine wanatoka labda Berlin, yani mmoja ambaye labda amehama anaishi mji mwingine, lakini kwa sababu kashajua mwezi wa 4 mwakani anakuwa telekashia katika kalenda yake, naye anakuja anajoin, tunaungana kwa pamoja, tuna hike and wine. Okay, jamani mnaotaka kujiunga kwenye kabisa kwenye hiyo hike and wine ambayo inakutanisha Wanaafrika Mashariki mbalimbali kwa mwaka mara 2, unaweza ukazama DM hapa ya Bihaki akakuelekeza kwa ajili ya wine and hike. Jamani tu, si ndio? Isiwe mambo mengine. Bihaki, niambie, wapo baadhi ya vijana ambao wamebaki kule nyumbani Afrika, wanatamani na wenyewe kupata fursa ya kuingia nchi mbalimbali za Ulaya, mfano hapa Ujerumani ama mataifa mengine kama ambavyo wewe umeingia. Unawaambia milango iko wazi kiwango gani? Na ili waweze kupita kwenye hiyo milango na kuziona hizo fursa, vitu gani wanafaa kuanza navyo kuvijua
kabla hawajatamani kuja kwenye haya mataifa na kuishi, kwa sababu wewe ni kijana, ulikuwa una ndoto enzi hizo, umeniambia ushawahi kujiedit ukijitengeneza huko nje ya nyumbani, umesafiri kwenda kwenye mataifa mengine. Sasa nataka kuzungumza na kijana ambaye naye ana ndoto kama ambavyo ulikuwa nayo wewe, ambapo imetimia. Anatakiwa kuzingatia yapi kabla hajaanza michakato ya kupambania kuja huko? Kwanza nimekuuliza fursa zipi zipo, na nini anafaa kufanya kabla kuzifikia? Ujerumani na mataifa mengine mengi ya Ulaya, kama tunavyojua, kuna fursa nyingi za kuajiri na kujiajiri ukikompea sana na nchi ambazo sisi tumetoka, nchi za Afrika, kwa sababu huku watu wengi wawekeza katika vitu vingi, alafu pia stadi nyingi za kazi watu wanaziheshimu sana, kiasi cha kwamba ukisema hii ndio njia na utaka kuitumia, basi inakuwa rahisi. Kwa sielewa stadi za kazi ni zile kazi zinazofanywa zaidi na mikono. Kabisa. Mimi ukiniuliza miaka 3 iliyopita kama nilikuwa na ndoto ya kuja Ujerumani, hapana. Yaani haikuwa katika fungu langu kwamba nilikuwa namaliza chuo, nilikuwa nafanya kazi, mwakani nataka niende Ujerumani. Lakini nilikuwa na ndoto ya kufanya kazi katika mashirika makubwa. Kwa ndoto yangu ilianzia hapo. Kwa sikujifunga na nchi, lakini nilijifunga na ndoto yangu, nataka kufanya kazi katika mashirika makubwa. Lakini kufanya kazi katika mashirika makubwa manake unataka ucompete katika masoko ya ajira ya kimataifa. Kitu ambacho sio rahisi, especially mfumo wetu wa elimu bado hautupi sisi fursa ya kutambua uwezo tuliokuwa nao. Lakini pia vijana wengi, kwa sababu pia tunaangalia yale mahitaji ya haraka haraka, nataka kitu ambacho nilipe hapa haraka. Kwa tunashindwa kujiwekeza katika ukuaji wa study zetu, yani kukua kwa social skills na technical skills. Lakini wewe umesoma Afrika, umepata elimu kule iliyokuwezesha kuja huko. Umewezaje kuona kama hii haiwezeshi? Umefanya comparison wapi na wapi? Kabla sijaja, tayari mimi nilikuwa nimejitolea sana katika asasi mbalimbali. Nimejitolea sana katika NGO. Ukiangalia mimi maisha yangu hapa ya haraka haraka, unaweza kuona ni mtu ambaye kamaliza chuo kaja Ujerumani, lakini nimekuja Ujerumani mwaka 2023 mwezi wa 7. Nimemaliza chuo mwaka 2020. Kwa kuna gap hapo ambalo nilikuwa najitafuta najitafuta ili mali niwe nije kucompete katika ile soko la ajira. Nimejua wapi. Kipindi nafanya kazi katika NGO, tulikuwa tunapokea volunteers kutoka nje ya nchi ambao wanakuja Tanzania kufanya kazi katika NGO na makampuni. Na hii organization walikuwa naifanyia kazi. Na wale volunteers walikuwa wanalipwa kwa mwezi hata milioni 2. Na walikuwa wanafanya internship, si ya kazi, ni contract ya miezi 3, wanalipwa milioni 2. Sisi vijana, internship yangu inakumbuka ya mara ya kwanza kabisa nilikuwa silipwi, nilikuwa napewa hela nauli kwa siku. Internship yangu ya pili nilikuwa nafanya kazi na shirika la Ujerumani, shirika maendeleo la Ujerumani, nikawa nalipwa 500 kwa mwezi. 500 kwa mwezi, lakini sasa ni nje, unafanya kazi mkoani. Huko sasa kipindi nafanya ile kazi na hao volunteers walikuwa wanakuja, nikaona mbona hawa mbona kwanza kwa hapa wanapokuja, mbona kama tuna skills sawa zinazofanana. Lakini hawa tayari washakuwa expose. Huyu tayari akishafanya hii kazi anaoifanya hapa kwa miezi 6, na mimi hatuwezi tena kukaa sawa, kwa sababu huyu katoka nchini kwake, ana elimu, katoka nchini kwake, kaja huku kapata hiyo tunaita cultural experience. Amejifunza out of their country katika mazingira magumu. Kwa tayari ana experience. Akirudi katika soko la kimataifa akiwaambia mimi bwana, kwanza nina ujuzi na nishafanya kazi nje ya nchi na nina skill study 1 2 3, ni rahisi kuliko mimi. Kwa ndo hapo sasa nikawa nasema kwanza nikajiamini kwamba kwa sababu amekuja na tumeona kweli study zetu zinafanana. Lakini haitoshi kuwa na study zinazofanana. Je, na lugha iko strong, Kiingereza changu naweza kweli nikafanya kazi nje ya nchi, naweza nikaenda nje ya nchi na nikajitegemea, kwa sababu kila mtu anatamani kwenda nje ya nchi, lakini sio rahisi. Unaweza kaenda kwenye event ya siku 2 siku 3 karudi, lakini commit kukaa miezi 6 mpaka mwaka sio kitu rahisi.
Kwa hiyo kuangalia kwanza, kujiangalia wewe ujuzi gani ambao uko nao, sehemu gani ambazo uko dhaifu, kama ni lugha, kama ni public speaking, kama katika area yako ya masomo technical skills ziko una udhaifu, unabidi ujipe muda kujifunza. Usiwe na malengo ya haraka haraka. Mimi sikuwa na malengo ya 2020, nataka tu nipate kazi nitoke, lakini niligundua nataka nifanye kazi katika mashirika ya kimataifa, lakini nianze sasa hivi kujitolea katika asasi za vijana, kufanya internship. Nifanya internship karibia 3, moja sio ya kulipwa, nyingine unalipwa nauli, ya 3 ndo nakuja kulipwa, ndo napata mshahara wangu wa kwanza, hiyo 500,000 ambao mpaka inakuja kubaki labda 150,000 imebaki mpaka utume nyumbani na nini. Kwa hiyo ujipe muda kuabsorb na kukua na kupata huo ujuzi, ili iwe rahisi. Fursa zipo kwenye mitandao. Kuna baadhi ya platforms ukiingia unapata, kwa mfano unapata hizi internship nje ya nchi. Organization kama ISEC inatoa fursa ya vijana kufanya internship nje ya nchi au kuvolunteer nje ya nchi. Kuna mashirika mengi na sasa vijana ya Tanzania zinatoa fursa za kufanya hizi South to North exchange. Unaenda nje ya nchi, unajifunza mwaka mzima. Kwa unapata pia fursa ya kuangalia kweli mimi nina uwezo wa kufanya kazi nje ya nchi na capability, au nirudi niendelee kujifunza. Lakini pia unaweza ukatumia njia ya kwenda nje kimasomo. Ukatafuta bachelor degree au masters, ukaenda nje ya nchi. Kipindi ambacho unasoma pia unaangalia, je, hii ni sehemu ambayo nataka niishi na nifanye kazi. Kwa milango ya fursa haiji kama kazi tu, muda mwingine inakuja kama masomo, itakuja kama internship, itakuja kama kujitolea. Kwa Ujerumani kuna hadi njia ya ziada ambayo unaweza ukaapply job seeking visa. Una apply visa kwa ajili ya kuja kutafuta kazi. Sio rahisi, lakini kama una uwezo na una pesa ya kujitosheleza kipindi cha kutafuta kazi, unaweza pia ukatake hiyo riski ya kuja na kujifunza. Kwa hivyo kuna njia zipo nyingi za kujitolea. Unaweza ukaja na organization kwa ajili ya kujitolea, lakini lazima uwe na huo uwezo. Okay. Degree yako haitoshi. Degree yako haitoshi. Kiingereza tu peke yake hakitoshi. Kuwa tu na uwezo na wazazi ambao wana hela haitoshi. Yani kuna ule uwezo wako binafsi yani kujua kwamba sasa kama na degree, nikikutana na mtu mwingine na degree, mimi kitu ambacho inabidi niongeze technical skill, inabidi nijifunze data analytics kwa mfano, inabidi nijifunze lugha. Yani uwe na hivyo vitu vingi ambapo ikiingia katika soko la ajira, kwenye competition naangalia sasa bora tumwajiri huyu ambaye ana vitu 6 vya ziada kuliko huyu ambaye ana degree na Kiingereza chake. Okay, jamani vijana mchukue hiyo. Yeah. Kwa sababu najua vijana wengi wanatamani kutoka nje ya nchi, lakini kuna vitu labda wanapungukiwa. Sio hawana kabisa, lakini wanapungukiwa kutokana na ufahamu wa mambo. Lakini unapopata kusikia experience kwa vijana wenzako ambao wametoka, wanakupa vile ambavyo wameviobserve wao kabla na baada ya kufika, vimewasaidia, na naamini ukivichukulia positive na wewe vitakusaidia ili kukuwezesha kupiga hatua. Si ndio? Basi chukua hiyo kutoka kwa Bihaki. Bihaki, maisha kuna mtu shekutana naye akaniambia yeye katika baadhi ya jiji ya Ulaya alikuwa ana mchezo kuconvert pesa. Yaani anaifikiria pesa ya euro kwa matumizi ya pesa ya nyumbani. Kwa alipofika akaona mbona kama namaliza wallet inachanika kuliko fikra nilizokuwa nazo, kwa sababu anaishi kwenye bajeti ya Afrika kwenye pesa ya kigeni, akijumlisha kodi, akijumlisha nini, anaona jamani mambo kumbe ndio yako hivyo. Na wewe kwako ilikuwa hivyo hivyo au tayari wewe ulishajua pesa zinavyotumika huko na haikukupa shida? Ilikuwa hivyo na hata watu wangu wa karibu tulikuwa tunafanya the same. Napiga mahesabu na ndugu kabla hata sijaja kwa sababu mimi nilikuja kwa internship. Na internship ilikuwa inalipo na walikuwa very transparent kusema kwamba ukija tutakuwa kulipa euro 190. Nika-change. Nilikuwa hata sijajua kama Ujerumani bwana wanachukua taxes. Kwa hiyo kwanza nikamwambia nyumbani, bwana mama, kwanza nimepata kazi ambayo nitalipa 3 mpaka 4 kasoro. Naweza nikakupa milioni. Kwanza naweza nikakupa milioni. Kwanza nitakuwa naweka milioni moja kila mwezi hapa tujenge kwanza.
Unajua unafika huku ndio hivyo Ujerumani, unabidi ulipe ushuru, ukishalipa ushuru ulipe kodi, ukisha convert kodi kwa sababu kodi ya chini average ilikuwa kwa kipindi ambacho mimi nilifika ilikuwa karibia euro 400. Ukipata nyumba ya chini labda euro 300, ni nyumba ambazo za kuishi watu wengi ndani. Kama sio kama hostel lakini za wanafunzi. Nyumba za wanafunzi. Lakini hiyo euro 300 ni sawa na 900,000. Kipindi kile bado rate ilikuwa kubwa, ilikuwa 900,000 euro 100 kama 300,000 ya Tanzania. Unaona mimi nimetoka nyumbani nilikuwa nalipa kodi 60,000 50,000, huku nilipe kodi euro 300. Kodi pia utapata vyumba vya 50,000. Unajua unapata vyumba, unalipa chumba kimoja kidogo. Unaenda kununua mkate, unaukonvert mkate euro 1 sasa bado shilingi 3,000 au 3,500, euro 1 unaanza tena kujiuliza tena, ninunue mkate 3,000, mkate wenyewe huu mdogo, ninunue mchele. Kwa mazingira hayo ukija na hiyo mindset kweli itakuwa ngumu, lakini kama kabla ya kusafiri ukiwa tayari ndio vile, kama ukiwa na watu ambao unajua hapo nje wakakupa zile tips inakuwa rahisi. Lakini muda mwingine labda ni vizuri kujifunza kwa vitendo. Learning by experience. Uone mazingira, ujifunze, inakurahisishia. Kwa sababu kama ukija kweli ukipitia na wote, karibia wote tumepitia miezi ile 3 ya kwanza, ya kila kitu kinakushangaza. Kuanzia barabara mimi nilipotea jamani. Kwa sababu nishazoea nyumbani direction gari inakoenda ndiko huko. Sio tena inaonesha huku alafu inarudi huku, au kama unataka kwenda huku kituo cha basi kiko upande wa pili. Kama unaenda kushoto basi jue gari utalipandia kulia. Hiyo hata mimi nishakunikuta. Kuna siku nilikuwa na wahi ofisini, nikaona treni ile pale. Treni ipo pale kituoni na iko upande wangu huu. Na kichwani unajua ikiwa upande huu maana yake inaelekea na kazini, unapoona ndo huko. Kazini ndo. Nikakimbilia naingia kwenye treni, milango na ufungo, treni inaelekea upande mwingine. Nasema na kituo kimoja cha treni mpaka kituo kingine si mchezo. Inabidi tena upoteze karibia lisaa zima kutafuta alternative ya kwenda ofisini. Lakini sasa hivi umezoea. Sasa hivi nimezoea. Kwa ni kitu ambacho unabidi ujipe muda sawa. Kila mtu ana ndoto, inabidi sawa na ndoto, lakini kikubwa ni kuuliza maswali sahihi. Sio tu kutaka kusafiri kwenda nje ya nchi, lazima ujue yaani ujiulize maswali sahihi. Kama utakwenda Ujerumani, wana hizi social and cultural differences na nchi nyingine. Nchi zote za Ulaya ziko tofauti, yani huwezi kusema bwana Ujerumani kwa sawa na Uholanzi, kwa sababu na mjomba wangu kaishi Uholanzi akinipa tips naweza nikaishi Ujerumani. Vitu vingine sawa, viko sawa, infrastructure, sijui namna ya magari na nini yako sawa, lakini kuishi katika hiyo jamii lazima ujipe zoezi la ziada la kujifunza, hadi ukija iwe rahisi. Culture shock gani umekutana nazo, walau 2 ambazo zimekustaajabisha hasa? Mfano mimi nimetoka kwenye nchi ambayo tattoo, of course vijana wengi sasa hivi wanachora, lakini ili uwe mwajiriwa hususan wa serikali kuwa na tattoo yani ni kitu ambacho utaangaliwa kwa jicho. Hata kwenye familia kuna baadhi ya familia ukipeleka partner, mke ama mume ambaye ana michoro, wewe kwako ni sawa, lakini kuna namna ndugu atamtazama, huyu vipi tena, unaona kama umepotea, unaona kama umeleta kitu gani. Lakini huku nimeona michoro ni kitu ambacho ni cha kawaida na tu watu wanaenda ofisini, haimjaji mtu. Umeelewa? Ama kutoboa, mtu anatoboa mpaka yani maeneo mbalimbali ya mwili, yani urembo yani ambao wewe mwenyewe ukimtazama kwanza ukimshangaa, wao ndo wanakushangaa. Mbona unamtazama vile mtu? Kwa sababu sio utamaduni, lakini pia hawana utaratibu yani sisi nimetoka kwenye jamii ambayo iko social. Ukiingia kwenye basi, public transport, story ya mpira ikianza ama movie kama tunaijua wote tunachangia. Ukianza pop story hata za siasa kidogo tu kila mtu. Lakini huku huwezi kuchangia, yani mtu umekuta kwenye gari wana maongezi ukaingia, ama unaongea na simu yako loudspeaker. Ni vitu wewe kwako vipi ambavyo umeviona kwa unasema hawa wanaishije tena? Inakuwaje? Naweza kitu cha kwanza I mean vitu vingi ambavyo mimi kwa sababu mimi nimesema nyuma nilikuwa nafanya kazi katika taasisi ambayo tulikuwa tunapokea au watu kutoka nchi mbalimbali. Na kidogo nilikuwa najifunza pia kutoka kwao, kwa sababu wao pia walikuwa wanashangaa
na Vya mazingira kwetu. yetu ya Tanzania. Kwa hiyo utauliza maswali, kwani huko kwenu mambo yako vipi? Kwa hiyo kidogo binafsi ilinisaidia kuwa na hiyo kidogo naweza kusema open mindset, lakini kama nilivyosema ukija Ujerumani ni tofauti. Hivyo Yeah. sababu ile siku ya kwanza unaingia ndani ya gari, halafu unakuta watu wamesimama. Lakini kuna siti zimebaki. Yaani kuna mtu kakaa mmoja katika siti. Wakati kibongo nakumbuka makumbusho pale nikiingia ndani ya daladala nikipitia dirishani. Siti ya kwanza nitayokuta nitakaa. Siti ya nyuma ile ni watu 4 lakini utaforce mkae watu 5. Lakini huku siti ya watu 4 wamekaa mtu mmoja, wengine wameamua kusimama. Siti ya wazee haiguswi. Siti ya wazee haiguswi. Ni kitu ambacho binafsi kilinishangaza ya kujua ni watu wanaishi vipi. Lakini pia kitu kingine, watu na watoto wengi wazazi wamewapa uhuru ambao kikweli tunaweza kukuta haupo. Unakuta ukiangalia watu wengi, mtu wa miaka 10, miaka 9, wanafunzi wote, kila mwanafunzi ana smartphone, yani kila mwanafunzi ana simu, ana nini, mpaka naweza mimi na mdogo wangu mimi yuko anaingia form 1. Kanipigia juzi kaniambia, kaka naomba niletee tablet. Nikulete tablet? Ya nini? Anasa. Ya nini? Simu ya touch tu inabidi nijifikirie. Kwa hiyo huku unakuta wazazi wamewapa huo uhuru wa watoto wao, na ni kitu ambacho unaona kwa mimi inaweza kuwa maendeleo, kwa sababu unaweza tukabalance mambo yaende vipi. Lakini pia kuna kujitambua, especially kwa hii tunaita nini, usawa wa kijinsia. Huku wenzetu wako very very far compare na sisi. Kwa hiyo ukiona watoto wa kike kuanzia umri mdogo wana very confidence, yani mtoto anajitambua, anafanya mambo yake binafsi, yani ukiingia hata kwenda dada unaona kweli unatamani, yani kuna mazingira fulani unayatamani uwe nayo. Wamejengewa kuweza kujisimamia kuanzia wadogo. Na kama unakuja ni vizuri pia ukazijua hivi vitu, kwa sababu kama ukiita mazoea ya Tanzania huku, nakumbuka kuna siku, si mimi lakini kuna mtu kwenye discussion akaileta, kwa sababu mimi nataka nimtafute mdada nimuoe, nimweke ndani anipikie huko. Kwa hiyo tukauli ni kosa kwanza. Especially utafute mdada umweke ndani akupikie. Hiyo dunia wapi? Dunia huku ishaendelea kiasi cha kwamba 50-50. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naweza kusema ni vizuri, ni wenzetu wameendelea, watu wamejitambua sana. Nafahamu pia kuna baadhi ya vijana napenda kutumia zaidi, kwa sababu ndio nawasikia wa nyumbani. Utasikia mtu anakuambia bora nizaliwe mbwa ama paka Ulaya. Usicheke, yani ni kauli ambazo nadhani umeshai kuzisikia pia. Vijana maskani, vijiweni, masaluni, huko Ulaya, ushapatia, yani kuna namna wameipicture. Yani mimi huko hata nikija kubeba boksi tu, au mwingine anadiriki ndio anasema hivyo kama kukufuru, naweza kusema. Mtu anakuambia bora nikizaliwa mbwa, mimi sijui nchi gani kuliko kuwa binadamu nchi fulani. Anafanya hizo comparison kutokana na maisha. Wewe umeingia hapa, urahisi wa maisha uko rahisi hivyo ambavyo watu wanafikiria mpaka wanatamani labda wangezaliwa wanyama huko kuliko kuzaliwa binadamu kwenye mataifa mengine? Naweza nikasema kuna kama tukibalance, kwa sababu pia tunaongelea unataka kufanikiwa vipi na maisha yapi unaongelea. Sababu kuna social life na kuna hii financial and economic life unayoitaka. Tuko huku ni katika huku watu wengi wameinvest katika economic life. Kwamba kila kitu kiko sawa, system zitakusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, utaenda kwenye kazi, mshahara na nini, kuna policy, sera zitakusimamia, zitakusaidia. Lakini ukishuka katika level ya kijamii iko tofauti sana. Yani huku utashuhudia kweli, utamwona mtu anaamka asubuhi anaenda kazini, anarudi nyumbani. Yani ni kama vile ukiwa chuo unaamka unaingia darasani unarudi nyumbani, unarudi hostel. Ni kama maisha hamna yale maisha ya very strong social life kama tulokuwa nayo nyumbani, hayapo. Kwa hiyo ukisema bora uje huku kubeba maboksi, basi ujue unachagua kusacrifice aswa social life. Na mimi binafsi najiongelea binafsi, watu wengi nawaambia natamani niishi Ujerumani kweli,
nijiendeleze kiuchumi, kwa sababu ndio eli ambayo nyumbani nimeikosa. Fursa za kifedha, fursa za watu kukuamini kwamba una ujuzi, wakupe kazi ambayo inaendana na ujuzi wako, wakulipe kuendana na ujuzi wako, ni vitu ambavyo kidogo labda nimevikosa nyumbani, nitavipata huku. Lakini kama ikifikia level ambayo ninaweza nikajistahimili kweli na uwezo mzuri wa kiuchumi, natamani nirudi nyumbani. Kwa sababu nyumbani sasa una ile social life. Kwa sababu je, maisha gani mazuri kama una hela lakini una jamii ya watu ambao wanakuzunguka, watu ambao unajuana nao, watu ambao unaweza ukafurahia nao kwa pamoja. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kawa na mtazamo tofauti pia, lakini pia utafutaji wa kazi haswa Ujerumani sio rahisi sana. Unavyosema kwamba tuna fursa nyingi za kazi, wanachomaanisha ni kazi, study za kazi tunaita skilled workers or skilled jobs. Ni vocational works, plumbing, sijui masuala ya useremala, masuala ya unesi. Hizo ndo kazi wanazoongelea. Wewe kijana ambao umemaliza chuo, lengo lako unataka kazi ya kufanya kazi kwa mfano katika makampuni, ufanye kazi benki. Mimi nitafutie kazi ya benki, mimi mtu wa sales. Mimi nimesoma psychology, nitafutie hiyo kazi. Hizo kazi ni very rare. Yani kwa sababu una compete sio tu na Waafrika wenzako mnaokuja, lakini kuna mataifa mengine huko mabara ya Asia nao wanataka kuja Ulaya. Yes. Na mataifa ya Marekani wanataka kuja Ulaya. Kwa hizo kazi ni impossible kuzipata. Kwa unakuta ukichagua kuja Ujerumani au ukichagua kuja katika nchi za Ulaya, utajikuta unatafuta kazi kwa ajili ya kusurvive. Utapata kazi, utapata hela, lakini maisha yako yale kila siku na miaka yanazidi kwenda, kuna kitu lazima utajikuta unapungukiwa na kile unachopungukiwa, kwa sababu wewe umekuja huku unaona Wajerumani wana familia zao, wana maisha yao. Mtu kajenga jumba lake kubwa, lakini ana ndugu zake ambao wanaweza kualika wakaja wakaona. Wewe na hela zako, hata ujengele jumba lako kubwa, utahangaika kwa tafuta watu waje kutembea. Lakini ni hali ya binadamu ambao nataka ni kila step nitayopiga nini na watu ambao wako nyuma wakunifurahia na hivyo, yani kuona ni malengo yangu. Utakuwa na familia yako, ushazoea nikiwa na mtoto ndampigia tu simu shangazi, njoo bwana ukae mwanangu. Au bwana mimi leo na 1 2 3 wewe nenda kwa mjomba wako, au mdogo wangu njoo. Sasa huko hayo maisha hayapo. Maisha huko, maisha ni ya kujitegemea 100%. Kwa hiyo unaweza ukatamani kuja na inaweza ikawa rahisi wewe kuja, lakini ukishafika sasa on the ground una realize hapana, bora hata nifanye bora nijitoe. Kwa mimi binafsi nimeshajianzia mchawi pesa. Mimi nimesha kweli najitoa na nafanya kazi, nafanya biashara Tanzania, ili mradi baada ya muda fulani niweze kweli kuwekeza Tanzania, ambapo pia ukiacha mbali tu na fursa za ajira kwetu ni ngumu, lakini fursa za uwekezaji kwa nchi ya kwetu ni rahisi, kwa sababu kama ukiwa unalipwa fedha za euros, ukienda Tanzania unaweza kweli ukainvest. Huku ni ngumu sana kuinvest. Ukija huku lazima utegemee ajira, kutegemea hela kwa sababu kununua nyumba si rahisi, ni gharama. Kumiliki gari si rahisi, ni gharama. Kumiliki duka, kufungua biashara sio rahisi. Kwa ukija huku mikopo ipo. Au mnaogopa vijana? Mikopo sawa ipo, lakini anaweza kusema pia ni unaogopa kujifunga. Ni kubwa ni kujifunga, kwa sababu kama ukishachukua huo mkopo, hata mkopo wa nyumba tu ukishachukua alafu inabidi ulipe ndani ya miaka 60 au miaka 30. You are here to stay na labda ukichukua mkopo uwekeze nyumbani, ili baada ya muda inakuwa rahisi. Kwa vijana inaweza kuwa rahisi. Yaani kama ukija kama kijana na ndio kweli kama unapigania ndoto yako, basi ianze sasa hivi. Ukija kama kijana maana una muda wa kujitafuta. Kwa sababu Ujerumani rahisi sana kwa vijana kuliko ukishafikia ule umri wa utu uzima. Ni sio rahisi, na tunaona huku kuna nyumba za wazee. Mimi bwana nataka nikizeeka niwe na familia yangu, nikae kwa mwanangu na mjukuu wangu pale, wajukuu zangu. Huku kishazeeka. Kwani ukae kwa mwanao tena? Hata nikae kwangu, ndugu zangu watakuja nitakaa nao. Huku kishazeeka.
tunakubeba tunakupeleka kwenye nyumba za wazee. Si ndio unapata huduma nzuri kule, kuna manesi watakuangalia, utapata vyakula vinavyoendana na afya yako. Sasa unataka ukae tena na wajukuu wakutie masukari Babu tunachogelea social life, kwa sababu sawa utakutana na watu baki manesi wa kuangalia, lakini sisi mimi naamini wazee wetu wana furaha kuliko hata wazee wa huku. Sababu uko na social life. Yaani na hiko ndo kitu kikubwa. Kwa kama uko tayari kusacrifice kwa sababu ya hela, ni sawa, utakuja struggle, fursa zipo, lakini ndio hivyo, ni kuzipata kidogo. Mimi na experience sababu nilifanya kazi miezi 12, mkataba wangu ukaisha, nikaingia mtaani. Nimeingia mtaani na nikapewa visa ya miezi 12 kwa ajili ya kutafuta kazi. Niwe mwazi, haikuwa rahisi. Ni maisha fulani ambayo ni magumu sana. Ukiwa na kazi, manake una purpose, ndio kile nilichokuwa nakisema. Utatoka asubuhi utaenda ofisini, utarudi, una watu ofisini, unayo jamii. Lakini kama ukiwa hauna kazi, inakuwa ni ngumu kwanza kutafuta kazi, uanze kujifikiria kusoma lugha, uanze kujifikiria kuhangaika na system, uanze kujifikiria kuhangaika na hali ya hewa. Yaani vitu hivi vyote vikikombine wakati mmoja unaweza ukawa chizi. Kwa hiyo kama una ndoto lazima tayari uwe ushafanyaje? Ushajipanga. Ulikaa mtaani kwa muda gani? Nimekaa mtaani bila kuwa na kazi kwa miezi 6. Una survive vipi? Kwa mwezi wangu wa kwanza ile una hela zako ambazo zilibaki kwa nikawa natumia hapa na pale. Nilikuja pia kwa sababu nilikopa hela kwa ajili ya kusafiri. Kwa kipindi kile ninafanya kazi muda mwingi nilikuwa nalipa deni. Nilipa madeni. Kwa ule mwezi wangu wa kwanza bila kazi, una matumaini, unaona fursa zinaweza kuwepo, lakini sio rahisi. Una apply kazi nyingi, unakosa. Unajitahidi vivyo kujisustain. Uzuri wa pia tofauti na kwetu, kuna systems zitakusaidia, utafanya kazi za part time. Nilikuwa nafanya delivery ya groceries. Watu wananunua nyanya, sima kokoro gani, natumia basikeli ya umeme, napeleka hizo bidhaa za watu, wanakulipa kwa siku. Kwa saa unalipa, unaweza kufanya kazi masaa 4 au 3. Minimum huku inabidi wakulipe euro 12. Kwa hiyo inakuja kama kwenye 25,000 hivi 26,000 kwa saa. Lakini inategemea na masaa mangapi unafanya kazi. Lakini pia kwa sababu ni wakati wa baridi, kuna wakati wa baridi na wakati wa joto. Wakati wa baridi ni ngumu kufanya kazi kwa sababu kazi nyingi pia zinaenda mpaka saa 6 usiku. Ni ngumu kufanya hizo kazi za kuendesha basikeli siku nzima. Ni ngumu pia. Lakini pia katika hiyo kipindi cha kutafuta kazi huko anakupa masaa specific, upewi masaa 24. Kwa mimi kufanya nilipewa masaa 20 kwa wiki only kufanya kazi za ziada. Uruhusiwi kufanya kazi zaidi ya hapo. Kingine ambacho kilikuwa rahisi zaidi, ambacho hiki naweza kusema ni fursa pia, kwa kama kuja Ujerumani itakuwa rahisi, ni kwa sababu pia ya system na hii tunaita wizara ya wizara ya kazi na ajira. Ukiwa unafanya kazi unakuwa unalipa ushuru wa tunaita employment tax. As long as umefanya kazi miezi 12 na kuna ratio ya hela ulikuwa unailipa. Baada ya kukosa kazi unaanza kufuatilia. Ukifuatilia unaanza kukuprocess na unakusaidia. Kwa hiyo hiko pia mimi kilinisaidia kwa katika ile miezi 6 ambayo nilikuwa natafuta kazi, serikali pia ilikuwa inanilipa hela sio kiasi kubwa, ni kiasi kidogo cha kujikimu, lakini pia ilikuwa inanilipia bima yangu ya afya. Inafika walau nusu ya mshahara ulikuwa unaupata? Hapana. Haifiki. Ndogo. Ni ndogo, si kubwa sana, lakini kikubwa nakulipia bima ya afya pia. Ambayo huku ni lazima wana bima ya afya. Kwa hiyo hizi ni fursa ambazo kinyumbani unaweza ukazikosa, lakini ukija huku ziko very very smooth. Kwa hiyo kama unatamani kuja, lazima uzijue hizi details before, kwa sababu kuna watu wengi ambao kwa sababu ni system pia ina muda maalum. Yaani ukishajijua mpaka una miezi 3 ndani ya kazi yako, miezi 3 unakuja huna kazi na unabidi uapply. Ukiapply nje hapo unakosa. Kwa ni kujua hizi taarifa ndo kitu cha muhimu sana. Kwa nchi yote unayoenda lazima ujue
yani ujue hizi taarifa masaa mangapi ninayo ya kazi. Okay. Kwa sababu usipojua watakutafuta na watakupata. System works. Kodi, ndio nalipa kodi. Usipojua watakuta bima ya afya. Lazima uwe na kazi, usiwe na kazi, lazima bima ya afya. Na sio kama fursa ya kwetu unakatwa mara moja kwa mwaka, huku unakatwa kila mwezi. Kila mwezi. Kwa hiyo usiumwe. Usiumwe kila mwezi. Kwa hiyo ni vitu vya kubalance. Kwa hiyo kutamani uwe umebeba maboksi huko au uwe ndio kufuru kuwa mbwa. Naweza sema ni makosa kwa sababu haujaja ndo maana. Lakini ukishafika unaishi kwenye maisha ya movies. Unaishi kwenye maisha ya movies. Ukishafika utatamani ukate tiketi kesho urudi nyumbani. Ndivyo hivyo jamani, habari ndio hiyo. Kama unajiunga nasi unaitazama, hii ni Talk to Diaspora. Hapa experience mbalimbali za maisha ughaibuni, na pata nafasi ya kuwasikia wana Afrika Mashariki na upata sawa kukaa nao, wanatupa zile personal experience. Naomba tu nitoe angalizo na tahadhari kwamba wanayozungumza hapa ni kutokana na zile experience zao binafsi. Sawa, inawezekana kabisa wewe pia umeingia kwenye mataifa haya, umeingia kwa njia zako zingine. Inawezekana umeingia kwa njia ngumu zaidi ama njia rahisi zaidi, ama hujapitia lolote lile, ama umeyapitia mengi zaidi ya yale wanazungumza wageni wangu. Kila mtu, tunasema maisha ni safari na kila mtu anapita njia zake. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kuzisikia. Yamkini inaweza ukawa na wewe siku moja ukapata nafasi ya kuja kwenye haya mataifa, ukapita kama wanavyopita wao, ama ukapita tofauti. Kubwa hapa nalotaka ni ujifunze kupitia wao na upate wala udondoo ya mawili matatu yanayoendelea. Itakusaidia kama una ndoto na wewe siku moja ya kusafiri, basi ujue wapi unaweza kuanzia au wapi unafaa kuzingatia. Sawa Yes, kwa hiyo jamani tusijaji labda mbona hapo kaongea lakini haiko hivyo, ama mimi ninachokijua sicho hicho. Basi kama kuna kingine unachokijua wewe tuandikie, pia tunajifunza kwa pamoja, kwa sababu hapa we live and we learn. This is Talk to Diaspora. Nataka kujua mipango yako. So ushaingia hapa, anajua bwana vijana baadhi kuna ile wana ndoto za kuoa wazungu. Wewe uko single vipi, na wewe ndoto ziko upande huo ama wewe unataka kurudisha majeshi nyumbani? Hapana, mimi sina ama kwanza uko single. Naweza nikaa nauliza una mipango hiyo, kumbe labda yupo tayari. Niacha kwenye mahusiano. Relation status ikoje? Sababu hapa wanaotazama hapa unaona kijana mwenyewe anajua kupika, mashallah. Kijana yuko Ulaya anafanya kazi, kijana mtulivu kabisa kwa muonekano anaonekana. Sasa wanataka kufahamu vipi status ya mahusiano, tayari unaye partner ama unatafuta, na kama unatafuta ushapata ama bado, una ndoto za raia wa wapi, ama kama tayari uko naye unaye wa hapa ama wa nyumbani? Naweza kwanza sina wa hapa. Mimi hauna mahusiano na mtu wa hapa? Sina mahusiano na mtu wa hapa. Kwa sababu nina what is your type? Mimi bwana kweli natamani, kwa sababu maisha huko ya upweke natamani niwe na mwenzangu. Winter ndo kama hiyo tena. Na winter baridi ndio linakuja. Lakini pia maisha huko mimi naamini ukiwa na mwenzako ni rahisi sana kujitafuta kuliko ukijipigania peke yako. Unamaanisha nini? Kwa sababu nguvu ya watu wawili ni kubwa kuliko nguvu ya mtu mmoja. Especially kama mimi tayari najiona umri unavyozidi kwenda na maisha yanavyozidi kwenda. Umri kwa miaka mingapi bihaki? Kwa uzee gani ulikuwa na umri gani? Sio Gen Z. Umri wa wazazi, umri wa Gen Z. Lakini siku ya mwisho siku ambayo nilikuwa nasafiri kutoka Ujerumani kuja huku, babangu alinifuta pembeni. Kaambia mwezi unaokuja ukirudi huku, aidha unafungasha na mke wako kachoka au sirudi. Yeye anachoka. Kwa hiyo mimi naongelea umri wa kujitafuta, especially kama Gen Z mna visa nyinyi. Umri wa kujitafuta ni sio lazima, lakini kwa mimi naona kwa maisha ya Ujerumani, kwa sababu kama mimi kweli najitafuta, nafanya kazi, kuna portion ya hela naipokea, nitafanya saving. Naamini kama nikiwa na mwenzangu, kwanza kwenye maisha ya kawaida tutapata nyumba ambayo itakuwa ya ndoto zetu. Kama yeye anafanya kazi na mimi nafanya kazi, ni rahisi sana kuzikimu cost za kawaida. Na Ujerumani kwenye ushuru mkiwa watu wawili unapungua huko ushuru wa mtu mmoja. Kwa kwenye taxi ukiwa na mke
unaingia daraja la pili, kitu kama hicho. Ushuru unapungua. Ukiwa na mtoto serikali inakulipa. Sasa kuna hizo fursa, mimi sitaki mtazaliana huko mpaka. Lakini pia naamini pia ni kama nikiwa na mwenzangu pia nitakuwa na rahisi sana kufikia ndoto zangu kuliko muda kama huu. Unakuta kama ujana sasa inabidi uhangaike, unakutana na mtu naye na mawazo mengine. Yaani unatumia nguvu sasa kuanza kujiendeleza kimaisha. Kipindi ambacho mahusiano yameshakuwa stable. Kwa sitaki tena nianze kuhangaika katika mahusiano, tuanze kujuana miaka 2, miaka 3, miezi 2, miezi 3, alafu hamna mahusiano hapo sina. Kwa nina jiko langu nalipika Tanzania. Mama sio ataangalia hii video. Kwa nina jiko langu nalipika Tanzania. Kama mambo yataenda, Mungu pia ana mipango. Kama mambo yataenda salama, lakini pia kama yeye mwenyewe ataona kweli maisha ya Ujerumani mwenyewe naona, kwa sababu kama nimekuja huku nimekuambia huku tushajiona kwamba wanawake wana standard pia na maisha yako, wana jamii. Huwezi tu kumchukua mtu alakaga twende Ujerumani. Lazima pia akubali kwamba kweli nataka kuja Ujerumani, kuja kufanya nini, naye na ndoto zake. Kwa hilo jiko bado linapaliliwa, moto unaekwa sawa, tuone kama mambo yataenda. Lakini natamani sana niwe na mwenzangu ili haya maisha ya upweke haya ni yakimbie. Bwana, huyu ndio Gen-Z pekee nimezungumza naye, ananiambia yeye ana jiko lake la nyumbani. Maana wengi unazungumza nao utasikia wana winda watu wa hapa wanataka kumix, lakini wewe mcheza kwao, basi tutakutunza. Maisha rahisi. Unaamini kwamba ukishakuwa na mwenzako huku na mwingine ndoto yake tu kupata ile mixed color, aone vitu tufanye vishombe. Mwingine anataka pia kwa experience ya nyoshe kidole, yule kaoa mtu fulani au kaolewa na mtu fulani. Mwingine anapenda, unajua pia inaanza na moyo. Kuna mwingine hiyo kama wewe unavyosema, kuna vitu vyangu, type zangu. Na kuna mwingine hizo ndo type zake. Kwa hiyo anapokutana nazo anaona hapa sasa, hapa ndipo nilipokuwa nataka, anatulia kabisa. Na kuna wengine mnataka mpate wa masapta mje mpike pamoja, mzungumze lugha moja pia, kwa sababu wavumilivu wenzetu. Kugombana pia kwa lugha ngeni ni jambo gumu. Unaweza kuwa na hasira afu ujute. Na hizo ni changamoto. Mimi natamani kwenye mahojiano yako na kuja tupate mtu ambaye yuko na familia, imadi atupe wapo utakuwa nao atupe hizo tips ukiwa inakuaje, kwa sababu naamini ukiwa na familia unamaanisha ukiwa na familia ya kutoka nyumbani umekuja nayo huku, ukiwa na familia umetoka nayo nyumbani umekuja nayo huku, au ukiwa umekuja huku peke yako ukaoa. Yani hayo mazingira kwa mfano ya kuhangaika pia na system na ndoa, mfano na mtoto maisha na kwa sababu naamini atakuwa tofauti. Ukiwa na mtoto alafu kwa mfano uongei lugha ya Kijerumani sahihi, mtoto unampelekaje hospitali? Mpaka unampata, unamzaa, unamlea mpaka afike miaka 5, hujajua tu. Na huyo mtoto pia kukua kwake, una dada wa kazi au inakuwa yani hizo tips nahisi itakuwa ni kwa sababu ni pia sio watu wengi. Mimi hata kwenye community yangu sina mtu ambaye ameoa na ana mke. Watu wengi ambao unakutana kama hivyo na single, mchumba au yuko single. Kwa sababu kama mimi nina ndoto, natamani nimpate mtu ambaye ana ujuzi. Aniambia na wewe msubiri kwanza. Hiyo hatua subiri baada ya miaka 20 au hiyo hatua subiri urudi. Lakini ndo kama hivyo mimi nilivyokuambia, mzee wangu kaniambia bwana anataka mkwe. Anataka mkwe. Lakini honestly mimi nataka kweli, sio kama sitaki. Na mwanangu na mtoto sasa hivi ana miaka 5, mwakani anafikisha miaka 6. He's very clever, he's very smart. Natamani pia mama yake ana maisha ambayo kashajiendeleza. Na I hope yupo pia yuko na mwenzake anafanya kazi na yuko kidogo nje ya mji wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tayari tuna maridhiano. Kwa natamani pia baada ya muda mwanangu pia aje kupata experience. Na natamani muda huo kama mwanangu anapata experience na mimi niwe na mwenzangu bado tunamwangalia mtoto, lakini pia niwe na familia. Kwa hiyo nina ndoto ya kweli kuwa na familia na ndoto ya kujitafuta. Kwa hiyo nifunge ukurasa wa kuwa na familia na kujitafuta, ili nianze kufocus na ukurasa wa maendeleo, ukurasa wa uwekezaji. Basi tuseme inshallah. Inshallah. Amina. Hakuna
hakuna kinachoshindikana. Yeah, of course wapo watu mbalimbali, ukizipata experience wanasema maneno yakiambiwa changanya na ya kwako. Kwa hiyo utazisikia story tofauti, wewe utazichuja, utaamua utakavyoishi, kwa sababu bwana, kwenye maisha kila mtu na anavyoyachukulia. Unaweza akakuhadithia mwingine yake marahisi au malaini akaona inawezekana, kuna mwingine akuambia usithubutu. Kwa hiyo itategemea utakayempata na vile ambavyo mtakopa, lakini pia ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa imani, ili kila kitu kiende kadri ya unavyotamani. Basi tunaelekea ukingoni. Ni kuchombeza hapo, nikakwambia wewe ni Gen Z, nafahamu upo kwenye mitandao, unayaona yanaendelea nyumbani. Wewe unatoka Tanzania, nataka tuzungumzie kidogo. Of course wewe kama mtu ambaye unaishi nje ya Afrika, kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na vuguvugu hususan nchini Tanzania la vijana wengi Gen Z kuhamasishana kwenye masuala mbalimbali yanayohusu siasa, yanayohusu maendeleo na kadhalika. Sasa wakati mwingine yanaonekana mabaya na wakati mwingine yanaonekana mazuri, na kidole hasa kikinyoshwa kwa Gen Z, kwa sababu hao ndio wamekuwa wako kwenye generation hiyo ya kwenu, ndio imekuwa kwenye mitandao haswa. Kuna baadhi inanyoshewa vidole na ikionekana Gen Z labda ama vijana wanaoishi nje ya Afrika ndio wachochezi hasa, ama ndio wahamasishaji wa wenzao aidha kufanya mambo mazuri au mabaya kwa taifa. Wewe kama Gen Z, kwa yale yanayoendelea nyumbani, nikikupa nafasi ya kuyatazama kwa jicho la tatu, unadhani kuna ukweli vuguvugu la mambo yanayoendelea kwenye mitandao kutoka kwa generation yako yanachangiwa na nyinyi mliokuwa nje? Na kama ndivyo, kwa nini? Na kama sivyo, unadhani wapi kuna shida na unashauri nini? Tukianzia kwa generation ya Gen Z, kwa sababu pia ni area yangu ambayo naifanyia kazi katika kampuni ambayo nipo, tunaangalia pia namna gani ya ku-engage na ku-attract specifically generation, kwa sababu inakuwa kwa kasi. Na ukiangalia kwa Afrika in general, ukiangalia data za Benki Kuu ya Taifa ishasema 60% ya population ya Afrika ni vijana, na Gen Z wanachukua 1% kubwa. Si vijana wa Gen Z wana karakta mbalimbali na mahitaji mbalimbali katika soko la ajira, pia katika nchi, na vitu vichache ambavyo wanaviangalia, kwanza vinaangalia ambavyo ni non-negotiable tofauti na generation nyingine. Kuna kitu inaitwa purpose, mental health, elimu ya afya akili. Purpose, kujua kile unachokifanya kina mchango gani katika jamii. Kwa hiyo kwa mimi ninavyoona, kwa hali inavyoendelea, sio kwa nyumbani, na hisi vuguvugu mengi yameanza nchi nyingi sana yakihusisha Gen Z. Ni kwa sababu ya nature ya sisi kama vijana wa Gen Z katika mazingira ambayo tumekuwa nayo. Kuna vitu ni non-negotiable, kuna vitu ambavyo tunavihitaji, ambavyo naweza nikasema ni tupo katika level nzuri ya utambuzi. Sio silent generation ambayo utaona kitu fulani kimeenda vibaya ukanyamaza kimya. Ni generation ambayo unatamani kuwe na maendeleo. Kwa hiyo yanaendelea Tanzania ni ngumu sana kujua ukweli na uongo ni upi, kwa sababu of course tupo katika era ya mitandao, na pia tupo katika area ya mitandao, ujue taarifa ipi sahihi na taarifa ipi sio sahihi. Vijana wanataka mabadiliko, vijana wanataka maendeleo, vijana wanataka amani, vijana wanataka haki. Tanzania, Afrika kwa ujumla, ni vitu ambavyo kama mtu ambaye nimefanya kazi na asasi nyingi za vijana, ni vitu ambavyo tuko tunaangalia na tunajitahidi kufanyaje kuishirikisha jamii mradi ielewe kwamba kweli vijana tunataka haya maendeleo. Kwa hiyo ni ngumu sana kuona situation ambayo inaendelea sasa hivi katika nchi yetu, na especially ukiwa nje ya nchi inakuja in such a unatamani ufanye jambo kama kijana, kama Gen Z, lakini of course unakwama. Na mimi sioni kama vijana ambao of course tuko nje ya nchi tunahamasisha vijana wengine, lakini ni nguvu tu ya vijana ambao Gen Z wana hiyo karakta ya kutaka kuwe na meaningful opportunities na meaningful work, na kuwe na viongozi ambao wako accountable na vile ambao wanavifanya, lakini pia tuwe katika mazingira ambayo yatatusaidia afya ya akili iwe very very stable, ambayo kidogo kwa sasa hivi naona ni changamoto. Kwa mimi naweza nikasema it is time
to really put effort and to bring this generation together, and hiyo ndio njia pekee yake, njia mojawapo kuu ya kuhakikisha Gen Z wanafikia malengo yao ni tunaita intergenerational collaboration. Kwa sababu kweli tuna watu ambao wametuzidi umri na wana maarifa na wana experience na wengine of course wako vocal, wengine wako silent. Alafu kuna Gen Z ambao wanataka chachu ya maendeleo. Kwa hiyo ili tufikie tunapotaka kwenda, lazima kuwe na hii intergenerational collaboration. Madi kama ni viongozi wetu kweli wa understand tunasema ile authentic, yani kuwe na ile hali ambayo kweli nataka nielewe, sio tu kuwe na mfano kama na njia za kisiasa au njia za fedha. Kwa tuenza mazingira ambayo kweli tuitane Gen Z au hapa kwenye tusiite Gen Z, so tuite vijana. Kwa sababu sasa hivi generations zishaongezeka of course. Millenniums, Gen Z na Gen Alpha tupo almost pamoja, na ukiangalia vuguvugu unaoendelea sio Tanzania na nchi nyingine nyingi, sio tu Gen Z ambao ndo wanapigania haki, lakini hata hizi generations za karibu zinafanya hizi. Kwa vijana tunataka haki, vijana tunataka maendeleo, na tunataka kushirikishwa, tunataka ukweli, tunataka turudi katika level ambao tulikuwepo nyuma ya amani, lakini amani na haki, yani ni vitu ambavyo visitenganishwe na ukweli, yani uwepo ukweli na uwajibikaji. Kwa hiyo natamani natamani niendelee kujisifia na kujivunia Tanzania yangu. Natamani nipande katika majukwaa ya event mbalimbali, niendelee kuitangaza nchi yangu. Kwa hiyo natokea Tanzania ni nchi ya amani, ni nchi ambayo vijana tunasikilizwa, ni nchi ambayo katika serikali yetu tuna vijana wengi ambao wanathubutu na kuchukua hatua mbalimbali. Kwa natamani ni tufike katika hiyo level ambayo naweza nikasimama na nikaiongelea nchi yangu. Na naweza kusema hiyo ndio fursa ambayo Tanzania tuko nao, ambao sasa hivi tuna vijana wengi sana ambao wanajitoa na wanafanya kazi katika nchi mbalimbali. Kwa ni it is opportunity for the country. Isiangalie into opposite way. Kwa ni fursa ambayo nchi yetu ambayo inabidi iwe nayo, lakini pia na sisi tunataka tuendelee kujivunia, na hatuwezi kuendelea kujivunia kwa kuangalia mazingira ambayo yanaendelea sasa hivi na pia ukasema uyakalie kimya, unakuwa au accountable pia. Okay. Kwa hiyo inabidi tuendelee kuiombea kuipigania nchi yetu, kupaza sauti kama na uwezo wa kupaza sauti, sababu sio uwezo wa kila mtu. Maana kuna wengine wako vocal kwenye mitandao wataongea, kuna wengine watasononeka, kuna wengine watakaa wataomba. Kwa hiyo kila mmoja kwa nguvu yako, kama una uwezo kuiombea nchi, iombee nchi. Imadi sio turudi tulipotoka, kwa sababu tunataka tuendelee, tusichafue lakini tujenge. Exactly. Na tukisema turudi tulipotoka, tulikuwa tuna maendeleo, tulikuwa of course maendeleo yapo na amani ipo, lakini tunataka tujiendeleze, especially sisi ambao tumetokea kupata opportunity ya kufanya kazi nje ya nchi. Tumeona namna gani vijana wao wako very capable, shule zao ziko very system iko very strong kuhakikisha kijana ukishafika baada ya miaka 16 lazima ufanye apprentice, lazima uende ukafanya kazi sehemu. Ukishafikisha miaka 20 lazima ufanye kazi mwaka mmoja. Yaani kuna hizo fursa nyingi. Kama hauna kazi, kuna mfuko wa vijana wa kukusaidia, upo pale na ufanyaje, utakupa fursa. Vijana ambao sio wazawa, bado tuna fursa. Kwa mfano nimeongelea hapa nyuma, kipindi ambacho natafuta kazi, kipindi ambacho nimeenda katika hiyo wizara ikaniambia sisi tunakulipa ili utafute kazi. Kwa hiyo wewe ukiamka asubuhi, kazi yako kubwa ni kuapply kazi. Ndio tunachokitaka. Uamke asubuhi utafute kazi. Kwa hiyo unaweza kwa na kweli unatafuta kazi, unapata kazi, kwa sababu at the end of the day nalipa ushuru. Kwa hiyo nchi inafanyaje? Nchi inaendelea. Kwa hiyo ndio maendeleo ambayo tunayatamani. Kwa hiyo tufikie hatua ambayo nchi yetu inajivunia vijana wake na nchi inaendelea. Kwa hiyo tuendelee kuiombea nchi yetu. Mimi naamini na imani kubwa nchi yetu inaenda kujengeka, inaenda kuwa imara, na haitokuwa jambo ambalo litachukua muda mrefu. Amina.
Basi jamani, huyo ni Bihaki mwenyeji wangu wa leo hapa ndani ya Talk to Diaspora. Tumepiga mastori mengi. Gen Z huyo, of course umesikia mtazamo wake kuhusiana na masuala yanayohusu wao vijana, kwa yeye ni mmoja kati ya wale wengi ambao pia yamkini wana mawazo kama yake au tofauti na yake, inaweza kawa tofauti kwa kidogo sana, si ndio? Yes. Basi mimi nasema asante sana, muda wetu si rafiki, umetutupa mkono, lakini una lolote labda la kumalizia, ushauri kwa your fellow diasporas, unawaambia nini? Tuendelee kujenga community ambayo tumeongelea wine and hike, lakini tuwe na vitu vingine vingi. Lakini pia kwa vijana ambao mnatamani kufanya kazi nje ya nchi, anzia sasa hivi kuandaa safari yako. Isiwe usitamani tu haraka yako ukaamka asubuhi. Mimi napokea message nyingi sana. Bwana nitafutie kazi fulani, nitafutie kazi fulani. Nije hata niko tayari nifanye kazi kwenye nyumba za watu. Sasa unaongelea Ujerumani ambapo jamii inazungumza Kijerumani. Kwa ni vitu vidogo vidogo ambavyo lazima uanze navyo. Kwa mimi ukinipigia simu ukinitafuta kidogo inabidi unaonyesha hivyo. Bwana sasa hivi bwana najifunza Kijerumani kwa level fulani. Kazi gani naweza nikazipata? Lakini sio nitafutie kazi. So mimi mwenyewe nimesumbuka kweli kutafuta kazi. Kwa jiandaa, jipe muda wa kujiandaa, usichoke. Unaweza ukaapply visa ukakataliwa, lakini usichoke. Kama kijana bado una muda wa kujitafuta. Unaweza ukatafuta nchi ambayo inaweza ikawa rahisi kwenda, ili mradi ndio utengeneze channel yako ya kwenda ya kuja Ujerumani. Final destination yako. Unaweza ukaenda Eastern Europe, ni nchi ambazo ziko na fursa, lakini pia hazina masharti mengi magumu compare na Western Europe. Kwa unaweza ukaanzia huko alafu ukamove huko. Asia pia wako very open. China, Indonesia ni nchi ambazo ziko very open na foreigners. Kwa unaweza ukatafuta, unaweza ukaanzia mahali ili mradi ufikie katika destination yako. Kwa hiyo na pia kama ulivyosema, story zetu ziko tofauti sana. Sio kama kuna story ya mtu akakwambia huko haiwezekani ndio ukaishikilia, au kuna story ya mtu akakwambia ni rahisi kweli kupata hizo kazi za maboksi ukaishikilia. Kwa hiyo pia lazima uevaluate, tumia mitandao kupata taarifa pia sahihi. Mitandao, tumia tovuti za serikali za nchi husika kupata story ambazo sahihi. Kwa hiyo hayo ndo maneno yangu. Basi mimi sina la kuongezea. Gen Z amemaliza kila kitu. Thank you so much kwa uliotazama. Hii ilikuwa ni Talk to Diaspora unaitazama. Mimi naitwa Selina, na kwa niaba ya mgeni wangu hapa Bihaki nasema till next time takapokuwa na mgeni mwingine. Mnaagaje Kijerumani? Cheers. Baba ameshakwambia ukiija likizo hii beba jiko lako. Jiko tayari ushaniambia unaliandaa. Sasa unambeba hivyo aliniambia kweli sikutani. Hiyo mimi baba aliniambia wewe. Sasa kesi kuna rudi ananiangalia. Just na baba mko. Msidini na mruhusu. Kwa hiyo katika Waislamu mzazi anatakiwa kushafika level fulani mzazi akakulipia mahali uoe. Kwa hiyo baba yako alipokuambia uoe unataka akakulipie? Sitaki alipie. Yani nakwambia kwa sababu ya hiyo insist, yani namna gani anavyo insist. Kumleta mke huko lakini rahisi. Kwamba ni mimi chef mwafurahia nani? Chef nao sio kumfanyana ile. Akaniuma. Si bado uko unaona hujajipata, sasa ushajipata.